ni wakati na muda wako Roho Mtakatifu, tunakusifu na kuomba upate shuka na kujizi. Baba, tazama tunapungukiwa, tunahitaji msaada kutoka kwako. Tujaze maarifa, tufanye kama Suleimani, mahali ambapo tunashindwa tunalegea. Sema nasi tukapate mwanga tena zaidi. Kupitia jina la Yesu Kristo, watu wanaweka mikononi mwako wote kwa pamoja. Roho Mtakatifu, sema nao, waongoze. Neema yako Mungu ikawafunike na kuwawezesha kuyashinda mapito wanayopitia. Kwa maneno haya nakwenda kuyasikia tokea kwako, ikawe ni hekima na maarifa pia ya kumshinda shetani. Katika jina la Yesu tumeomba, wote tuseme amina. Andika ujumbe wetu wa leo sasa. Uko tayari kuandika? Cha changamoto zako ndiyo kipimo cha mafanikio yako baadaye. Kiwango cha changamoto zako ndiyo kipimo cha mafanikio yako baadaye. Kiwango cha changamoto zako ndiyo kipimo cha mafanikio yako baadaye. Baadaye kuna watu wameomba nafasi ya kushuhudia, tutawapa nafasi baadaye kuanza neno. Haleluya. Sasa katika maisha tulionayo, wende ikawa kuna changamoto napitia, wende ikawa kuna vita kadha wa kadha ambayo nakutana nayo katika maisha ulionayo. Lakini nipende kufundisha jambo hili. Kwa kadiri mtu anapopita katika changamoto, pia katika vita kadha wa kadha, unatakiwa ujue na kutambua kwamba mzigo nilionao au uzito wa changamoto unayopitia, hicho ndicho kipimo cha baraka, ndicho kiasi na kadiri ya mafanikio yaliyoko mbele yako. Narudia, kiwango cha changamoto. Kuna mtu anasema mimi ya kwangu yamepita ya kwenu, mimi ya kwangu yanatisha, sijawahi ona vita hii, sijawahi ona changamoto hii. Mara nimefiwa mtoto, mara nitakuwa labda na kesi, lakini pia ninashambuliwa kwa namna moja nyingine na malazi, magonjwa. Kuna vitu ulionayo aiza popote pale. Hiyo vitu unayopitia uipime kiwango chake, uzito wake. Ndio unayokuwa unajua msalaba ulioubeba, mapito unayopitia na uzito gani na magumu gani. Lakini pia kwa wakati unavyojirudia tena, unavyofuatiliwa, unavyochongwa tena, unavyokutana na hali nzito sana ambayo unafika wakati unajiuliza, mwezi huu siwezi kumaliza, sijui kama nitakaa kwenye ndoa hii, sijui kama biashara nitaifanya, sijui kama kesi nitamaliza, nimetoka tukio naingia tukio jingine, mimi ndiye simalizi matatizo haya, nini amenirudia tena. Wakati mwingine kiwango hicho, kipimo hicho cha changamoto unayopitia, haleluya, ndiyo sasa kipimo cha baraka ulizonazo. Narudia, kiwango cha changamoto, mzigo ulionao, hali mbaya unayopitia, wakati mwingine inakuwaga ndiyo baraka ulizozibeba. Nikisema vile mtu anaweza asinielewe. Mtu mwingine anaweza akawa hana kitu, anasema sasa mbona sina chochote, ni kiwango kitakuwaje kiwango cha mafanikio cha baraka nilionayo. Lakini nyuma yako, mbele yako, kitakachokwenda kutokea mbeleni, ufalme wa giza wakati mwingine wanatazama, falme za giza, nguvu za giza wanatazama mbele kwamba mtu huyu mbeleni atakuwa mtumishi, mtu huyu mbeleni atakuwa mwimbaji wa kwaya, mtu huyu mbeleni atakuwa na kalamu ya uponyaji, mtu huyu mbeleni atakwenda kuwa askofu, mtu huyu mbeleni atakuwa na duka kubwa, mtu huyu mbeleni, dada huyu, mtoto huyu akisoma baadaye atakuja kuomboa familia yao, atakuwa mfadhili kwa namna moja nyingine.
mtu mbeleni atakapoendelea kwenye imani, kwenye wokovu wa namna hii, baada ya muda sasa, madhara, matatizo yanayopitia ataisha. Mtu mbeleni baadaye atakuwa ni mwalimu mzuri katika kazi ya Mungu. Kupitia yeye wengi watapona, wengi wanaweza kaokolewa. Kwa hiyo falme za giza wenyewe wanatazama mbele sana kuliko sisi wanadamu tuonavyo. Haleluya! Wanaangalia hata kiasi cha kwamba una plani nini, unafikiria nini katika maono yako. Sasa wanarusha shambulizi kwako, vita itatokea kwako. Kwa sababu gani? Wanakutazama. Una watoto wawili kwenye ile ndoa, lakini unatazama mpaka kwamba watoto unaowazaa wana kiwango gani, wana necha gani, wana karama gani. Sasa huyu mama akiendelea kuzaa mle, basi atakuwa ni mfalme, atakuwa ni malkia mzuri. Basi ni rahisi sana kutuma pale vita. Utashangaa mapito yanayopitia ni mengi sana, lakini unaona ni kama una pesa. Mwingine pia na hela, mwingine pia na rasilimali na mali na vitu kadha wa kadha, amewekeza mara fulani, lakini pia hata mtu mwingine ana chochote. Yaani kutokuwa na chochote usije ukapotea. Bwana sio sana. Lakini yawezekana pia nyota yako ulionayo, nyota ulionayo inang'aa, nyota ulionayo kwa mume wako, nyota ulionayo kwenye familia, wewe mwanamume. Bwana sio sana. Unajiona kama wewe ni mtu wa kawaida, lakini katika soko hilo unauza, katika mazingira ya utafutaji unajiona kama una kitu, lakini siku za usoni, miezi ya mbeleni, huenda ikawa baadaye utakuwa ni tajiri. Sasa zile falme za giza wao wanatazama kwa kamera zao kwamba huyu mtu mbeleni atakuwa ni mkuu wa soko, atakuwa ni manager, huyu mtu mbeleni atapewa na cheo nilichonacho ofisini. Kwa hiyo kuanzia hapo sasa unaweza kupitia changamoto nyingi sana, vita nyingi sana. Hasa sisi ambao tumemwamini Kristo tunatakiwa kuyajua nyakati na majira namna hiyo. Kwa nini napitia jambo hili? Bwana asifiwe sana. Kwa nini nipitie changamoto kama hizi? Mbona mimi ndio wakugua? Mbona mwanangu ndio wakugua? Ndio maana ndio yani karibia mpaka katero. Jiulize, mwanako ana nini ndani? Huyo ndio umempeleka shule, ndio amekutana changamoto, ndio amefuatiliwa, ndio amerudishwa tena, ndio hivyo amerogwa, ndio ametumia mishale. Wakati mwingine ile mtoto mwangalie kwa macho mawili, weka na tatu la kiroho, kwamba inawezekana ndani ya mtoto kuna baraka, inawezekana mtoto ana akili. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa zile falme za giza mle darasani wanaweza kumsoma na kutazama vizuri ile mtoto, kwamba mtoto huyu baadaye mbeleni atatushinda, atapanda daraja jingine. Sasa pana kuwepo wakati mwingine watoto wengine umo darasani hapo shuleni wana miungu, wana nguvu za giza, wachawi wameweka maalum kwa ajili ya kusoma nyota za watoto wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa tayari ukishatazama changamoto inayopitia, ndicho kipimo na kiasi kadiri huyo mtoto uwezo alionao. Hata ingekuwa ni wewe pia unakwenda kulima, lakini unafuatiliwa, unalima mazao yote yananyaushwa, unalima vyote, unapovuna baadaye umeshavuna, unashangaa ulichokivuna kionekani tena. Umevuna lakini baadaye muda mchache pesa zako zinaenda mali nyingine. Lakini yawezekana pia ukawa una huduma ya kanisa, una huduma madhabahuni, lakini huduma yako imekuwa na ufuatilizi mkubwa sana, imekuwa na changamoto na mapito magumu sana pitia. Kiwango hicho ambacho unakuwa kikipitia, mtumishi wa Mungu, mhudumu juu ya kazi ya Mungu, unatakiwa ujue na kutambua, yani mashambulizi unayopata kutokana ile kazi ulionayo, basi na maana ndani yako una vipawa, una kalama, una wito ulionao ambao kitu ulicho nacho ni cha ziada kuliko wengine. Hata wakati mwingine falme za giza zinaweza kusoma ramani kanisani, wanaweza kusoma ramani ya mchungaji, wanaweza kusoma ramani ya maono, mipango, kazi ulionayo, kuokoa watu, kuponya watu, kutangaza injili, kupeleka mikutano huku na kule, wakakusoma wakaona kwamba watu wataokolewa kupitia baba yule. Sasa ni vita itakayoinuka hapo mbeleni baadaye, lakini hiyo vita usiogope wala isikutetemeshe. Ni kiwango cha kadiri ya maendeleo au talanta yako itakavyokwenda kuzaa matunda mengi sana. Kwa hiyo nashughulika na hicho kitu akiue. Lengo na dhumuni ya zile changamoto unaweza kupata, wewe unatakiwa ujue kwamba lengo lao wanataka waharibu kile nilicho nacho. Kwa hiyo kiwango cha changamoto zako unazopitia, hiyo ndio ukitumie kama kipimo. Kumbe mimi ni wa baraka, kumbe mimi ni wa maana, kumbe mimi si wa kawaida. Mpaka vita inainuka huko, nimemaliza hapa na hapa nyingine, panatokea vizuizi hivi,
panatucheka changamoto hii, wametokea kesi hii, ninamaliza hii na panakuja jambo jingine, huyu ameinuka. Sasa kila wanapoinuka, tambua na kujua kwamba madhabahu yako ina kitu kingine cha samani. Sio wakati wa kurudi nyuma, sio wakati wa kusita, sio wakati wa kuacha utumishi, sio wakati wa kuacha maombi, bali hizo changamoto ndizo zitumie sasa kujua kwamba mimi nina baraka mbele yako. Biashara yangu inatafutwa. Bwana asifiwe sana. Kumbe biashara yangu hii, mradi niofungua una baraka, una mafanikio mbeleni. Nitapeleka watoto shule, nitapata chakula, nitapata mavazi, nitajenga. Nani anayekuandama? Nani anayekuzuru? Nani anayesimama mbele yako kama Beria? Wale watu wanaosimama mbele yako kama Beria wanakuwa wamevalishwa roho, pepo wachafu, nguvu za giza, wapigane vita na wewe, wakuchafue, wakuharibie. Sasa sio wakati wa kukata tamaa kwenye biashara, wakati tamaa katika madhabahu hiyo, kuacha huduma ya Mungu, bali pale unatakiwa kukazana kusonga mbele. Hicho ndicho kipimo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unashangaa mtu ameinuka, ameokoka, baada ya muda, nisikize mpendwa, baada ya miezi 3-4 karudishwa nyuma tena, anafuatiliwa, anainuliwa tena, tunamfuatilia watendakazi, viongozi wanamfundisha, na anaamka tena kwa kasi kubwa, anakuwa anaomsha, anaomba, anahudhuria ibada zote. Baada ya muda katwa kabisa shingo, unashangaa karudishwa tena nyuma, spidi zake zinaishia mjiani, ana watu wanaomzuia, ana makwazo yanayozuia. Kila changamoto unaipitia kuzuia imani, kuzuia wokovu, unasitishwa. Unatamani kama ningeendelea kama wale, natamani kama ningesimama, kama ningehudumu, niliwahi kwenda daraja fulani nikashushwa. Hiyo changamoto unaipitia, vita, makwazo yale, ndicho kipimo kwamba ndani yako wewe si wa kawaida. Shika mkono mwenzako, mwambie wewe si wa kawaida. Piga kelele, sema wewe si wa kawaida. Haleluya. Wewe sio wa kawaida. Wewe sio wa kawaida. Tupiga hatua, angalia kitabu cha Yeremia. Yeremia sura ya kwanza. Yeremia sura ya kwanza. Yeremia sura ya kwanza mstari wa 11 ninasoma mpaka 12. Yeremia sura ya kwanza mstari wa 11 mpaka 12. Anasema, tena neno la Bwana likanijia kusema, Yeremia, waona nini? Nikasema, naona ufito wa mlozi. Nikasema, naona ufito wa mlozi. Mstari wa 12, ndipo Bwana akaniambia, umeona vema, kwa maana ninaliangalia neno langu ili nilitimize. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuona baraka, kuona ushindi, kuona jinsi kwamba wewe sio wa kawaida, wewe ni mtu wa samani. Kwa nini mwanangu afuatiliwe? Kwa nini mradi wangu ufuatiliwe? Kwa nini una changamoto? Kwa nini madhabahu yangu ina vita hapa na pale? Kwa hiyo falme za giza zenyewe zinatazama. Kwa hiyo unatakiwa uone vizuri. Mungu akamuuliza Yeremia, unaona nini Yeremia? Sasa na wewe wakati changamoto zinakuja, maradhi yanakupata, vita inakutokea, umesitishwa maono yako na safari yako, vita kwenye ndoa, unaona nini kwenye ndoa hiyo? Kwa hiyo wakati wa changamoto, mwingine anatazama mwanamume huyu ni wa kuniua, mwanamke ni wa kumanimaliza. Mwingine anatazama kanisa hili sitaweza. Mwingine wakati changamoto inakuja anasema sitaenda mbinguni. Kumbe wokovu upo. Bwana sio sana. Wakati vita inainuka, lengo la ibilisi na shetani huyo amelenga kitu kimoja, uone ubatili. Kwamba kumbe sijaokoka, kumbe sina Mungu, kumbe nimekataliwa na wachungaji wote, kumbe nimekataliwa na wilaya, kumbe nimekataliwa na kanda, kumbe nimekataliwa kwenye kijiji kata hii. Hapana, vita hiyo inayoinuka, wewe unatakiwa uone kitu kingine katika ulimwengu wako, kwamba ninacho kitu cha ziada. Bwana asiwe sana. Unakwenda mahali fulani kuhubiri kwenye mkutano, vibali unavyo, kila kitu unacho, umekamilika, unashangaa mkutano unaendelea, panatokea mtu akuzuia. Naongea na mtu. Unajaribu kumwelezea afisa mtendaji, mwenyekiti wa kijiji, yeye yote anamuelezea, lakini anasema hapana, fungeni kwanza. Umeshapewa kibali, tarehe ndio hiyo yenyewe, siku ni yenyewe, muda ni wenyewe, masaa ni yenyewe, lakini unashangaa panatokea mtu anaingia katikati. Tambua na kujua kwamba mkutano huo, huduma uliyoibeba, unachokipeleka mahali fulani, ujumbe wako ni wa samani. Kuna watu watapona, kuna watu wataokolewa, kuna watu watamjua nani. Kwa hiyo mashambulizi ambayo unapata kwa namna yote ile,
unatakiwa uyatumie hayo kuona kitu kingine kinyume na kile ambacho Ibilisi anakuwa amekusudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akamuuliza Yeremia, anapasoma tena mstari wa 11, anasema tena neno la Bwana likamjia kusema, Yeremia, unaona nini? Nikasema, naona ufito wa mlozi. 12, ndipo Bwana akaniambia, umeona vema, kwa maana ninaliangalia neno langu ili nilitimize. Kwa hiyo Mungu ili atimize, Bwana asifiwe sana, Mungu atimize baraka zako. Mungu mara nyingi anatimiza kile ambacho unachokiona katika ulimwengu wa roho, unachofikiri, unachokiamini, mtazamo wako, imani yako, kusudio lako, pamoja na vita na changamoto hii. Mimi wala siangalia changamoto, mimi mbele naangalia ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi mbele natazama uponyaji, mimi mbele natazama kushinda, mimi mbele naona duka langu litakuwa limeshapanuka. Yeye Mungu anasema, akamwambia Yeremia, mimi nakwenda kuliangalia neno langu nilivyokufunza sawa sawa na kanuni zangu. Kwa hiyo vita sasa haikuondoi katika mfumo wa mpango wa nani? Wa Mungu. Hapana. Labda we mwenyewe ukianza kutazama vita hii ni ya kunimeza, vita hii ni ya kunimaliza, magonjwa ya malazi haya, changamoto itetezi, basi ukasema siwezi kupata chochote kile, basi Mungu anakwenda kutimiza sawa sawa na vile unavyo. Akamwambia Yeremia, anasema ndipo Bwana akaniambia, umeona vema, kwa maana ninaliangalia neno langu ili nitimize. Kwa hiyo Mungu anaweka maneno yake kwetu. Alhamisi tulijifunza, Jumapili iliyopita, miezi iliyopita. Kwa hiyo matunda ya baraka zetu ni lile neno la Mungu lilo ndani yako. Bwana asifiwe sana. Sasa Mungu akishatungulia, unakwenda sawa na lile neno la Mungu lilo ndani yako. Ndivyo unavyotazama kimaarifa ya kiroho. Au tazami katika macho ya kibinadamu, unakwenda kwa macho ya roho. Unatumia neno la Mungu. Bwana anasema hatonimeza, hawataniweza. Hapa ndo kuna ushindi. Sasa kwenye changamoto hiyo unatakiwa utumie changamoto hiyo, ndio uweke pale kamera, uvute lenzi, uangalie, kumbe mbele mimi nitajiri, kumbe mimi mbele nitakuwa ni askofu, kumbe mimi mbele nitakuwa ni mtawala, kumbe mimi mbele nitashinda mtihani, kumbe mimi mbele nitakuwa ni mkuu wa watu hao wote walioko mahali pale, kutokana na vita na changamoto uliona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe hii biashara inaweza ikawa na kitu cha ziada. Mbona nasongwa? Mbona nafuatiliwa? Haleluya. Mbona niliomba nafasi ya kuhubiri? Mbona niliomba nafasi ya kuweka mkutano mahali fulani, lakini baada ya muda nimezuiliwa? Mbona nimefuatiliwa? Nilipewa siku 4 za kuhubiri pale kwenye mkutano, lakini leo zimekatwa, zimekuwa 2. Hapo tambua na kujua kwamba mahali pale na nguvu ulionayo ina kitu kikubwa kuliko watu wengine. Makofi kwa Yesu. Kwa Yesu na vigeregere. Katika jina la Yesu. Kwa hiyo sasa katika ulimwengu wa roho, namna ya kutazama, nisikize vizuri, namna ya kutazama na kupata mafanikio yako, atutazami kile kionekanacho. Haleluya. Sasa hapa nakupa macho ya rohoni, kutazama katika ulimwengu wa roho. Usienende katika mwili. Kile unachokitazama inaweza ikawa sio chenyewe. Hapa nimekataliwa, hapa sitajenga, hapa hakuna njia, hapa sasa naona ni vita tupu, bora nibadilishe mlango mwingine. Sasa yawezekana sasa ninapohubiri kwenye YouTube, ninapohubiri Facebook, wanapo comment wakini challenge, wanaponipinga, yawezekana sasa huko kwenye YouTube masomo yangu ni mabaya, yawezekana chini kichwa ziada. Hapana, ile kuchallengewa, yawezekana katika hicho kuna kitu kingine cha ziada. Ibilisi anataka kwamba utoke YouTube. Ibilisi anataka utoke huko Facebook. Anataka utoke, yani mahubiri yako asiende kimtandao. Mahubiri yako yanakataliwa kwa sababu una kitu kingine cha ziada. Makofi kwa Yesu. Katika jina la Yesu. Sasa mbinu ya kumshinda Ibilisi, mbinu ya kushinda nguvu za giza, yaani tunapokutana hivi ibadani, lengo kubwa na dhumuni, tunakuja kuwa wanachuo, tunafika kuwa wanafunzi wa nani? Yaani hapa tunakuja kuvaa silaha nyingine za vita, ili tunaporudi kijijini, tunaporudi mashambani, tunaporudi sasa kwenye biashara, tunaporudi kwenye jumuiya zetu,
tunaporudi kwenye sherehe, tunapopeleka watoto shule, tunaporudi kwenye ndoa zetu, tunarudi tukiwa tumevaa silaha za vita. Ibilisi wanapita njia hii. Sasa hapa nasimama, wala siumbi stress. Unarudi kwenye biashara ukiwa umekamilika. Lengo la Mungu ametuita kutufundisha ili tupate kufanikiwa. Maana neno la Mungu linasema kwamba watu wangu huangamia, hupotea, uharibikiwa, upigwa, unyanyaswa, utekwa kwa kukosa nini? Maarifa. Wewe ukija ibadani tunakuja kutafuta maarifa. Tukishapata yale maarifa tunarudi nyumbani. Yale maarifa ndio tunatembea nayo. Una nini ambacho kinakusumbua? Una nini ambacho kinakutesa? Wapi kuna vita? Wapi kuna changamoto? Namna hii sasa mtu akishapata ile maarifa, akiwa ni mwanafunzi mzuri mwenye kujifunza na kushikana na kujifunza, kwa hiyo atakuwa tafu kwenye ndoa, atakuwa giant kabisa kwenye vita yake, atakuwa ni mtu mzuri. Ibilisi atakapotokea mlango wote ule atakuta umekamilika, unajua la kufanya. Maneno wala hatakutisha. Bwana asifiwe sana. Tetemeko halitakutisha. Hiyo ndio inaitwa kwamba mtu aliyejenga nyumba yake kwenye mwamba. Unayo neno la Mungu, unayo maarifa, unajua unapigana na nini. Wewe unaweza kashangaa kwenye macho watu wengine mioyo yao ikayuka, wakaogopa wakakimbia, lakini unabaki yeye yule jana na leo. Una kitu ulicho na. Angalia kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza sura ya 10. Wakorinto wa kwanza sura ya 10. Ninasoma mstari wa sura ya 10 mstari wa 13. Sura ya 10 mstari wa 13 ninasoma. Anasema jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu. Jaribu nalo kupata, changamoto unayopitia, yeye Mungu anasema wala usiogope ile changamoto. Usitishwe na mambo hayo. Mapito unayopitia, mimi sijui unapitia hali gani ndio nayo. Anasema jambo hilo ni la kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila wewe kwa sababu hauna maarifa, unaona jambo hili ni zito, jambo hili ni gumu. Mimi nifanyeje? Bora nijinyonge, bora nijiue. Kumbe siamini, kumbe Bwana sina, kumbe Mungu sina. Hapana, hilo jaribu na huo mtihani, changamoto unayopitia, hiyo ndio itumie kugundua na kujua kwamba wewe ni wa thamani. Ulicho nacho, wanachopigana nacho, vita inashambulia eneo gani, inatokea mlango gani, hapo ndipo ugundua kwamba mume wako ni wa thamani. Kazi za giza zinataka zikutenganishe, hapo ndipo ugundue mke wako ni wa thamani. Hapo ndio ugundue mtoto uliyemzaa huyo kumbe sio wa kawaida. Kwa nini anashambuliwa? Eneo kama hilo unatakiwa ukaze bidii, wekeza gharama ya maombi, wekeza gharama kujifunza, wekeza gharama pale ya muda, wekeza gharama ya miundombinu, tafuta maarifa mengine kuhakikisha mpaka mtoto anaenda shule. Tafuta upambane mpaka hiyo ndio usiache. Ukiacha ufalme wa giza unashangilia. Biashara unapoiacha, madhabahu unapoikimbia, huduma unapoiacha, unapopungua kiwango, unaposhuka kaogopa, basi ndio anashangilia ufalme wa giza kama tumemweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema 13 mstari, jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa lililokuwa kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu ambaye hatawaacha mjaribiwe kupita mwezavyo. Mungu ni mwaminifu, anatazama lile jaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema wala Mungu wetu ni mwema, anatambua hawezi kukuacha hata tuacha tujaribiwe kupita kwa kadri ya kiwango tunachokiweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu niwapate watu wawili hapo waje hapo mbele. Angaliani. Ukati ya huyu na huyu, nani anaonekana anaweza kuwa na nguvu? Huyu wa kule. Mbona unazarauliwa? Unajikubali? Unajikubali? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Mungu alivyo iko hivi. Huyu ameokoka. Tuko sawa? Hebu tena huyu ngoja tumwache aokoka. Tuchukue huyu ndiye ameokoka. Haleluya. Mara nyingi sisi katika ulimwengu wa macho ya mwanadamu tunajiona kama tuko namna hii kama huyu. Alafu jaribu, vita, changamoto, maadui, wachawi, mahali pote
wanaonekana kama ni bouncer kwetu. Tuko pamoja? Kuna mtu anaelewa mfano huu? Sasa na Mungu pia huyu sasa unaona alipo mwembamba mdogo mdogo. Akimtazama bouncer, akitazama jaribu, akiona magonjwa, akiona vita, akiona kesi, akisikia maneno, akisikia mashtumu, akisikia uongo, akisikia mipango ya adui anavyosema na kumeza na kumaliza. Chochote unachopitia, sasa huyu ukweli ulivyo kibinadamu, akiwa anamwangalia huyu anaona ni bouncer atanimeza huyu Goliath. Anaangalia matatizo ni mengi sana. Bwana asifiwe sana. Lakini Mungu amesemaje kwamba jaribu hilo mlilonalo, changamoto unayopitia haikuwapata kupita kiwango ambacho wewe huwezi kukiweza. Mungu ndivyo amesema hivyo. Kwamba pamoja na Goliath unayemwona, pamoja bounce ya adui, majeshi ya giza yalikuandama, kesi ulizo nazo, anasema wewe kama umesimama, wewe kama umeokoka, anasema hivi, Mungu yeye inapata picha, anakuwa yuko pembeni. Haleluya. Anakuwa pembeni atazama. Anatuambia sisi kwamba wewe dada mdogo, mwembamba. Haleluya. Akasema usiogope hilo jaribu lilo nalo, unalopigana nalo. Akasema hivi, hata uliruhusu liendelee, hata uliruhusu likumeze, hawezi kuruhusu likushinde, kwa sababu yeye anasema hivi, jaribu hilo haliko nje ya uwezo wako. Naye anasema hivi, sitaacha huyo adui akupige akumalize. Bwana Yesu asifiwe sana. Jaribu la biashara yako Mungu anafanya nini? Magonjwa uliyonayo Bwana anafanya nini? Changamoto ya watoto wako Mungu anafanya nini? Kinachobaki sasa ni wewe kupata maarifa haya. Wakati unapigana vita, wakati ukiomba, wakati ukiwa kwenye kesi, wakati ukipambana nipate chakula, nitatue na matatizo, unatakiwa kujua kwamba Bwana Mungu ninayemtumikia anaona jaribu langu. Anaona kesi yangu. Anaona deni langu. Anaona malazi yangu. Anaona hivyo tafuta kazi. Anaona walivyoniinukia kazini. Anaona hivyo wanyang'anywa kazi. Hilo uliopewa, ulilo kwako changamoto, anasema mimi nalitazama. Ingawa mnapigana sasa, mimi naendelea kukupa uwezo, lakini ikiona nakwenda kuzidi uwezo, huyo adui akasema sitakubali, nitaingilia kati. Haleluya. Haleluya. Anasema tazama nawapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nini. Kwa hiyo sasa huyu dada mwembamba mnene huyu, anayeonekana dhaifu namna hii, ndani yake kuna kiasi cha mamlaka. Naongea na mtu, ndani yako kuna kiasi cha mamlaka ulichonacho. Sasa kumbuka hiyo mamlaka alionayo sasa, yawezekana Goliath, yawezekana mchawi, adui aliyoandaa ana power kuliko huyo. Lakini Mungu kama mzazi, haleluya. Wakati mwingine kuna wakati mwalimu au wanafunzi wanapokuwa katika mipira wanacheza, wanapotokezana wakaanza kupigana, watoto wengine nasema piga tuone, unachora mstari pale, haleluya. Wakishachora mstari atakayevuka, mkishavuka mkaanza kupigana, wakiona sasa anakwenda kwenye kuhatarishana, kutoana roho, wale wanafunzi wanaingia kati. Ni kweli si kweli? Haleluya. Sasa ndivyo Mungu alivyo, akishaona kwamba jaribu hili, huyu adui yako sasa, changamoto inayopitia sasa, inakwenda kukumeza na kumaliza. Wakati huo ndio mwana wa Mungu, huyu sio mwana wa Mungu, Mungu anaingilia kati. Kuna kitu umekielewa? Kuna jambo analipata mpaka hapo. Haleluya. Kwa hiyo kwetu sisi tunatakiwa kusimama, sio kuogopa, sio kutetemeka. Kwetu sisi tunatakiwa tuendelee kumcreate. Kwetu tunatakiwa kusimama kama Mungu wetu anaweza. Naongea na mtu. Kwa hiyo wewe ndio unatambua na kujua una changamoto gani. Wapi umepanda mbegu? Wapi umewekeza? Kipi unataka kufanya? Ziara yako ni ipi? Huduma yako tena kazi ni upi? Nini ambacho kinafuatiliwa? Ibilisi ameshaona ndani yako sio mtu kawaida. Haleluya. Haleluya. Wewe sio mtu wa kawaida. Anaweza kuwa ni mchungaji anapigwa vita. Anaweza kuwa ni kiongozi wako kanisa la nyumbani. Tumia hiyo changamoto inayopitia kumgundua na kujua kumbe mchungaji wetu sio wa kawaida. Ana kitu cha ziada. Kumbe kiongozi wetu wa kanisa la nyumbani ana kitu cha ziada ndani yake. Kwa nini ashambuliwe? Kumbe mwimbaji wetu wa kwaya, kumbe kikundi chetu hiki kikundi sio cha kawaida. Kwa hiyo ibilisi, nguvu za giza zitashambulia, zitazuia, yani hawatakubali. Maana wale maagenti, ile nguvu za giza zimewekwa kwa ajili ya kuzuia kazi ya nani? Yeyote aliyemwamini Kristo, aliyeokoka. Maana chochote ambacho tunakipokea ni utukufu kwa nani? Ni utukufu wa Mungu, heshima na ya Mungu. Kuvaa kwako, kula kwako, kupata uzao, kunemeka, kupata usafiri, kupata manazi, kujenga nyumba. Kwa hiyo kazi za giza, ufalme wa giza, unashughulika na kitu hicho, sio kasema Bwana amenitendea. Wanatamani tukae kwenye kujuta, wanatamani tukae kwenye kuomboleza, wanatamani kanisa linapoomba wajute, wanapoombea wasipone, wanatamani afunge mikono mchungaji, wanatamani na malazi yale kutoka ya kurudie tena.
Yes. Kwa hiyo ni kwako wewe na mimi kusimama na nani? Kwa hiyo wakati uko kwenye pigano mpendo, usisahau mfano niliokupa huko. Wakati unapigana dada, wewe mwembamba, unaonekana una nguvu. Kumbuka kwamba pembeni hapa kuna jamaa ambaye ni Mungu. Ila kwako ameweka nguvu, anasema, tazama anakupa mamlaka. Hiyo mamlaka ndio unatakiwa utumie. Ila adui akiendelea kukaza, jamaa huyo ambaye ni Mungu anaingia makofi kwa Yesu. Kaa pale, shika sana ulicho nacho. Usiumbe, tangaza msimamo. Haleluya. Anasema sasa 13 narudia. Jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu. Ina maana ile tutukia ni kawaida tu ya wanadamu. Ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo. Hapa Mungu anatokea. Hata tuacha tujaribiwe kupita kwa kadri ya kiwango nilicho nacho. Kila mtu kanisani, kila mtu katika huduma, kila mtu katika madhabahu ana kiwango alichona. Ana daraja alionayo, ana maarifa alionayo, ana kipawa, karama alionayo. Lakini Mungu anasema anakutazama na kuona kiwango chako. Kwa hiyo la kufanya yeye Mungu anachotaka kwako, usitoke ulingoni, usitoke uwanjani, usikiri madhaifu, usikiri kushindwa, usimkane yeye. Endelea kusema nakaa. Mwanaume anakuzuru, endelea kusema siachi ndoa. Yeye Mungu ataingilia Watoto ni kama wanashindwa kwenda shule. Ni kama ada una. Hebu sema nauza miogo, nauza na kuku aliyebaki mpaka mwanangu anaenda shule. Wakati unawaza kuuza kuku aliyebaki na mwenye atosi ada, unasema naenda kukopa pote pale, nabadilisha mkopo kuweka mkopo mwingine. Utashangaa Mungu anafungua fursa nyingi. Wakati malazi magonjwa yanakutesa tena na tena, unasema labda hapa nife. Aidha niache madhabahu hii au niache kuombewa, niache utakatifu. Bora mimi niende kwa mganga. Usiwaze hivyo. Yaani wakati useme kama nakufa, nafia madhabahu. Lakini wakati wa 70-80, usikubali kukiri kushindwa. Usikubali kukiri kufa. Mimi ni wakufa, hata wasiponiombea, hata nisipofunga, hata nisipotoa sadaka, usikubali. Kataa jambo hilo. Simama na Mungu kwamba jaribu ninayo, malazi ninayo, changamoto ninayo. Mungu anaitazama wakati wa mwisho, akitaka kunimeza shetani, akitaka kushinda ile adui. Vita ikesi ikitaka kunimeza, Mungu anaingilia kati. Haleluya, haleluya. 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 Katika jina la Yesu. Lengo na dhumuni na changamoto unaipata, adui yeye anaruhusu zile changamoto, vita hiyo, magonjwa, malazi yatupate yamkini ukate tamaa, ndio lengo hilo. Sasa hapo kuna mtu anaweza kukata tamaa. Ukate tamaa, ushindwe, unungunike, uwaze mabaya, uone kama mbele yako kuna mafanikio, lakini vita ulio nayo kwa uzito huo, kwa changamoto hivyo jinsi ilivyo, ndio uzito ulio, ndio thamani ulio nayo. Wanatazama thamani. Wanatazama thamani ya mtoto. Wanatazama akili zake. Wanatazama mikono yako jinsi inavyoweza kurudisha baraka. Wanatazama huduma ulio nayo madhabahuni. Kama huduma ni ya thamani sana. Haleluya. Sasa kwa kutazama huduma, miungu kazi za giza wanarusha mashambulizi hapa na pale ili mchungaji akate tamaa. Kwa hiyo kama hujui kanuni na taratibu za Mungu, haujui, hauna maarifa ya Mungu, unaiacha madhabahu. Hebu wote tamka, sema kwa jina la Yesu. Sitageuka kurudi nyuma. Sitaacha huduma. Sitarudi nyuma. Sikati tamaa tena. Ninasonga mbele. Tunasonga mbele. Katika jina la Yesu.
Haleluya. Ukienda shule kuna wakati mtu anaweza akasoma kafika mara fulani, lakini wanapoleta ripoti na vipindi vyake anasema amefeli kipindi, lakini vipindi vingine amefaulu, na wao wanasema kwamba anatakiwa mwanafunzi kurisiti tena. Haleluya. Tutatakiwa pia kurisiti somo la uwezo wa kiongozi. Ona mbali. Bwana asifiwe sana. Yaani haiwezekani kwamba umeme unakatika, hatuna petroli au kumbe hatuna. Kumbe hatuna cheni, kumbe hatuna kamba ya kuvuta. Bwana asifiwe sana. Basi mtu namna hiyo uwezo wake unakuwa ni mdogo wa kuona mbali. Haleluya. 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 Wakati mwingine Mungu anatuadhibisha au shetani ili akili iingie. Baada ya kutekeleza umeme umekuja. Sasa tutakuwa tunarudia mpaka lini? Mimi wakati niko semina kule nimeona askofu kwenye generator kule ameweka vijana kama wanne wamekaa. Wanakaa pale. Kitu mbona wakaa kama walinzi. Yaani ukikatika hivi ule washa generator. Lakini vinginevyo akiwaambia ukatika mwende kuwasha, anakuta kwenye andazi. Sasa mkaya wapi? Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kuna wajibu pia wa kurisiti hilo somo tena. Shika mkono mwenzako mwambie tutarudia tena. Tutarudia tena kwa mapana na marefu. Tupige hatua. Sasa changamoto, haleluya. Changamoto au vita ambayo tunaipitia, uja Ibilisi anaruhusu ile changamoto ili tuweze kukutana mapigo namna hiyo. Lengo na mzumuni, target yake, shabaha yake ni kwamba ukate tamaa, uzofike, uishirie na urudi nyuma. Bwana asifiwe sana. Na ni kwamba Mungu yeye ili aweze jibu, aweze kanisa kulipeleka hatua nyingine, kutupa maendeleo, kujibu, haleluya, kupanua madhabahu yetu, kukupanua kiroho, inategemeana na uwezo wa mtu, mtazamo wake aliona. Yeremia, unaona nini? Akasema mimi ninaona ufito wa mlozi. Akasema vema kabisa, umeona vizuri, uko sahihi. Akasema unavyoona ndivyo ilivyo, maana mimi sasa nakuja kuripoti na kukujibu sawa sana neno langu vile unavyoona. Kwa hiyo sasa uwezo wa mtu kufanikiwa umekaa ndani ya nafsi ya mtu, ndani ya moyo wa mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo baraka zako ziko ndani ya moyo wako. Ushindi wa changamoto unayopitia, vita unayopitia, majaribu ulionao, uweza kumshinda adui, yani vimekaa ndani ya moyo wa unavyosema jaribu hili dogo, vile unavyosema Mungu ananipigania, Mungu atatokea, bado dakika yangu ya mwisho ipo, bado ni nafasi ya kumpiga ibilisi wangu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Vile unavyoona ukasema hata kama Lazaro alishakufa, ameoza kwa muda wa siku kadhaa, lakini baadaye aliinuliwa, mimi sijaoza, bado muda upo, Mungu wangu hajashindwa. Kwa hiyo mtazamo wako, baraka zako, mafanikio yako uweza kutoka kwenye ile jaribu ulionalo, changamoto ulionayo, vitu ulionayo. Yani aliye na hiyo uwezo ni wewe, kwamba ni wengi lakini nitawamaliza kwa wakati mmoja. Ni wengi, mwisho wa tatizo hili mimi nitakuwa ni mshindi. Hao ambao wanapigana sisi wataturudia baadaye, watakuja kujua kama Mungu amenituma kweli mimi. Hayo maneno, hicho unachoumba ndani ya moyo, ulicho nacho, ndiyo majibu ya matendo yako baadaye. Kwa hiyo unaposimama katika kiwango hicho, unapokuwa serious katika kuamini namna hiyo, ni mtaji, ni fedha, ni rasilimali, ni matunda ya baadaye. Kwa hiyo Ibilisi yeye anaangalia hicho kitu na atapigana vita na hilo jambo unalolitazama. Na Ibilisi mara nyingi
ili aanze kufuatilia nguvu za giza, kufuatilia. Wanatazama mara nyingi maono ulionayo. Unaenda wapi? Unaelekea wapi? Una mtazamo gani? Shabaha yako ni ipi? Bwana Yesu asifiwe sana. Malengo yako ni yapi? Naongea na mtu. Sasa shabaha hiyo ulionayo ndiyo majibu ya baadaye. Majibu ya baadaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo shabaha ulionayo ndiyo Ibilisi anapigana nayo. Maono, hata wakati mwingine nyota ulionayo, talanta ulionayo, mafanikio yanayokuja baadaye wanayasoma mapema. Wewe ni wa namna gani? Na mimi kwa kuyajua hayo leo sipasi kuregea wala kurudi nyuma. Makofi kwa Yesu. Wewe ni kiongozi wa kanisa la nyumbani. Wewe na kiongozi una kituo. Lakini kituo chako kinasumbuka, kinafuatiliwa, madhabahu, yani engo lako hili linasumbuliwa sana. Yani jiulize kwa nini hapa kuna nini? Kumbe ndani ya watu wanaofuatilia, ndani ya watu walionao kuna baraka ndani ya. Kupitia huduma ulionayo juu ya watu hawa kuna majibu yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpigie Yesu makofi. Angalia kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili. Bwana asifiwe sana. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 15. Jinsi ya kushinda hilo jaribu au changamoto unayopitia. Wakati vita inazidi kuwa kali, wakati changamoto zinaongezeka, wakati unaona ni kama yani hali yako ni vita sana, hakuna cha kutulia, yani hakuna pumziko, ni anatoka panaingia hiki na kile. Namna ya kushinda, namna ya kumvuka adui, namna ya kukomboa kile ambacho ni cha kwako. Haleluya. Jambo la kufanya la kwanza, unatakiwa kujiungamanisha na Mungu wakati na muda nyakati kama hizo. Narudia, wakati wa mapito yako, jambo la kukufanya ushinde nyakati hizo, unatakiwa kujiungamanisha na Mungu. Unatakiwa kuwa ni mtu ambaye unafanya mapatano na maagano na Mungu. Unatakiwa kuisogelea madhabahu ya Mungu. Unatakiwa kuwa ibada. Unatakiwa kuwa muombaji. Unatakiwa hapo hapo kuingia kwenye mafungo. Wakati huo unatakiwa ni mtu ambaye unasikia neno la Mungu. Wakati wa changamoto, wakati wa vita yako, wakati wa utetesi mbaya, wakati kanisa linayumbishwa, wakati madhabahu na kipawa kalamu yako uliyo nayo sasa inarutubiwa mishale, unapita mapito gani? Silaha ya kwanza nikakwambia hivi, tumia hayo mapito na changamoto unaipitia kutazama upande wa pili kwamba wewe sio wa kawaida. Familia, ndoa si ya kawaida, mke si wa mke wa kawaida, kipawa karama nyota yako si ya kawaida, biashara yako si ya kawaida. Mahali pale kwenye lango na kufanya biashara unasumbulia kuondolewa, sio pa kawaida, kuna majibu yako baadaye. Usitoke wala usiumbe wala usitetemeke. Kumbe Mungu anasema jaribu lako analijua, lakini pia anasema nitakapoona pigana nikienda kukuzuru kumaliza, anasema nitatokea. Bwana asifiwe sana. Sehemu ya pili sasa. Haleluya. Mafanikio yako kwenye moyo, vile unavyo, vile ufikiriavyo, vile unavyoweza kusema Ibilisi ni wenzi, ndicho kitakachokwenda kutokea baadaye. Mara tu utakapoyumba na kutetemeka, lengo la Ibilisi ni hilo, kwamba tetemeko hilo likupate baada ya kutupia kwako mashambulizi. Bwana asifiwe sana. Sasa jambo jingine la tatu, namna kushinda. Hakikisha wakati huko kwenye jaribu, changamoto hiyo, usikose ibadani. Hudhuria mapema, jifunze. Hudhuria maombi. Ingia rohoni kwa kuomba. Jiungamanishe na Mungu, omba maombi basi ya kawaida. Zama zaidi kuliko jana, kuliko juzi. Fanya mafungo tena na tena. Inategemea pito gani unapitia. Jaribu lolote lile. Changamoto yote ile unaipitia, namna ya kushinda ni hivyo. Ibilisi hana nafasi wala hata kuweza. Utashangaa wingu linatoka,
Utashangaa giza linatoka, baada ya giza panakuja nuru, panakuja mwanga. Utashangaa kesi inaisha, maneno yanafutika, Mungu anasimama sehemu yako. Haleluya. Hakuna jambo lote utakalifanya la Mungu lenye thamani na maana lisifuatiliwe. Kwa lazima utakutana na mashambulizi kadha wa kadha. Njia ya kujua kwamba mimi ni wa thamani, madhabahu ni ya thamani, kumbe watu wataokoka, kumbe huduma yangu iko safi, kumbe mbele itapanuka. Ibilisi anakuwa ameshaona, ataanza kurusha mishale na mashambulizi kwetu, na sisi tunakataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Vuta pumzi au vuta kumbukumbu sasa. Huyu mtu anasema, unaonaje tuunganishe kanisa lako na la kwangu? Wewe una kanisa na mimi na kanisa. Haleluya. Yaani ni vitu vili tofauti kabisa, wito tofauti, wahudumu tofauti. Sasa unasikia mtu anasema tuunganishe, aidha ndani ana nia njema, muwe na nguvu moja, au ndani anaweza kawa ana nia njema, anatamani baada ya kuingia akumeze, halimezi. Haleluya. Shika mkono mwenzako, mimi uwe makini katika hili. Makofi kwa Yesu. Katika jina la Yesu. Kwa hiyo vita inapotutokea tusiogope vita. Haleluya. Ila vita hiyo tuitumie, tuseme kumbe hapa ndo penye, kumbe ujumbe huu ni wenyewe, kumbe madhabahu hii ni yenyewe, kumbe muombezi huu ni mwenyewe, kumbe ibada hii ni yenyewe, kumbe hili shamba ni lenyewe, kumbe huyu niliyemhubiri kwamba ukoke ndiyo mwenyewe, ndani yake kuna baraka zangu. Kumbe huyu naye muombea anasema simwombee, mwachie. Hapo ndipo kuna baraka zangu. Songa mbele. Anasikia sana. Haleluya. Humo ndo kuna adhabu yako, humo ndo kuna almasi, humo ndo kuna tini. Naongea na mtu? Nisikilize. Wale wanachimba madini, wanaochimba dhahabu, wanaofuatilia mpaka kwenye kina ndani. Anapokuwa na chimba akakutana udongo mwepesi, huyu anarusha nje, anajua hii jambo la kawaida tu. Anapokutana ya mawe kama kokoto fulani hivi za kawaida, anasema bado. Akikutana mawe yamekomaa kabisa, meupe kabisa, anasema tunasogelea. Kwa hiyo kadiri anapoendelea kwenye pagumu, anasema huko ndo nakutana na chini yangu, dhahabu zangu ziko mahali pa. Kwa hiyo yeye anapokutana mwamba mzito chini, sio anarudi nyuma, hapo ndipo anasonga mbele. Na unamwambia ukipasua mwamba huo, ukivunja mwamba huo, ukiopenya futi kadhaa, aidha atakutana maji, atakutana mafuta huko chini, aidha pia atakutana chini, atakutana dhahabu anazotafuta. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo almasi hizo hazikai juu, ziko ndani. Kwa hiyo atachimba, atatubuka, atachimba, atatoka mgongo, atachimba, atapata mikono inapata ganzi, atachimba, atainama mgongo mpaka utapinda, atachimba, sururu zitavunjika. Haleluya. Yeye anapoendelea kupata pagumu, ndiyo anasema kwamba huko ndiko kuna ninachokitaka. Ila sasa sisi katika baraka zetu tunapokutana pagumu, madhabahu ngumu, changamoto za kwenda kurudi, huyo mtu anakata tamaa. Anapokutana vizuri, jiulize kwenda kuzuia usiende. Haleluya. Kwa nini kuna makwazo? Umejaribu mara ya kwanza, umepata ndoto mbaya. Mara ya pili, unaletewa ndoto mbaya. Mara ya pili vizuizi. Mara ya pili malazi. Najaribu kwenda kuokoka. Najaribu kwenda kutoa ushuhuda wangu, lakini nazuiliwa. Kwa nini? Hapo natakiwa ujipange pia, useme lazima niye. Hakuna cha kurudi nyuma. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 15. Mstari. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 15 mstari wa 12 inasoma. Anasema wakafanya agano ya kuwa watamtafuta Bwana. Wakati unasumbuliwa, unapata changamoto, wakati wa vita, fanya mapatano, fanya agano kwamba sasa naamua kuwa ibadani. Nitaomba saa 8, nitaomba mchana, nitawahi ibada za jioni, nitarudi hata kwenye mkesha. Fanya patano wewe na nani? Msogelee Mungu tena na tena. Wakati umesimika msimamo, wakati umesimama nasema sirudi nyuma, wakati umeshikilia hapa ndo kuna mafanikio yangu. Hata kama kuna vita, jiongezee tena uwezo mwingine. Fanya agano wewe na nani? Napiga hatua.
Ndio wakati kanisa tunatakiwa tuombe. Ni mstari ngapi nimesema? Wa 12. Sikiliza, anasema wakafanya agano ya kuwa watamfuata Bwana Mungu wa baba zao kwa mioyo yao yote na kwa roho zao zote. Hapo nyuma hawajapata vita, walikuwa wanamtafuta Mungu kwa hali ya kawaida, lakini changamoto ilipotokea akasema kwa roho zao zote, kwa moyo wao wote. Wanasimamisha vitu vyote, yote yasimame ili tumshinde adui, ili tuvuke bahari, ili tuweze kufanya kazi, ili tuweze kufanikiwa. Hapo sasa baadhi ya vitu vingine vinavyokusonga, vinavyozuia usiombe, usimame na Mungu, vinavyosimama kama uasi na dhambi, weka pembeni ili uweze kupata nguvu na mamlaka kwa Mungu akutie nguvu uweze kumshinda adui aliye upande wako. Una changamoto gani napitia? Sisi ambao tumeamini, tuliokoka, mamlaka ya Mungu iko upande wetu, lakini pia kama tukiwa tunaye maarifa na Mungu. Haleluya. Unataka uende wapi sasa? Unalenga maono gani? Unataka uvuke daraja hili ungie lengo lako, unataka mtumikie Mungu. Kuna nani anayezuia? Hapasi kusimama mbele yetu kutuzuia. Na ninasema hata simama yeyote kuzuia kazi ya nani? Hakuna kuzuia kazi ya Mungu. Watu wanapona, watu wanamjua Kristo, kanisa linaongezeka, tunaifanya kazi ya Mungu bila ila yote hiyo. Naongea na mtu hapa. Kwa hiyo Ibilisi atakayesimama atapigana na nani? Adui anayeinuka atapigana na nani? Wewe nyakati kama hizo, kama kanisa wakafanya maamuzi na mapatano ya kumtafuta Mungu kwa moyo wao wote, kwa akili zao zote, hapo ndipo tunakaa kikao, hapo ndipo kamati inakaa. Tufanye nini? Watu waokolewe, watu wapone. Tufanyeje? Tuendeshe kazi ya Mungu. Tunaweka miundombinu. Yaani muda ambao unautumia kusengenya, muda ambao unautumia huko nje kuzungumza, unawaambia watu habari zako, mimi niko hivi, mimi nateseka, mimi nimezulumiwa, mimi wamenisema hivi. Hiyo vitu acha, simama kwa ujasiri, alafu tangaza msimamo. Sasa naamua kuomba. Nilikuwa naomba kwa kuta mara moja, Daniel alikuwa naomba mara moja, lakini walipomwambia kwamba anatakiwa kuabudu sanamu akakataa. Wakasema basi sheria hii inakuhusu, lazima uwawe. Daniel akaongeza tena mafungo, kwa kuta anaomba mara 3. Bwana sio sana. Ongeza mafungo, ongeza maombi. Acha vitu vyote, acha zira nyingine. Unasema mwezi, wiki, kwa wiki nitaomba mara 2. Nitahudhuria ibada, nitasoma maandiko, nitafuatilia YouTube kwenye channel hiyo, tafuata tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Tafuta namna ili namna uweze kuvuka. Yaani namna ya kuvuka ni hivyo, kujiungamanisha na nani? Na Mungu zaidi ya vile ulivyokuwa mwanzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 13 anasema, naye akamwambia, mstari wa 13, naye kwamba anasema na ya kwamba yeyote asiye mtafuta Bwana Mungu wa Israeli atauawa, akiwa ndogo au mkubwa. Wakaweka patano lile kanisa wa nyakati kwenye agano la kale. Wakasema yeyote katika hili kanisa linawindwa. Unanisikia mpendwa? Tuko kwenye shambulizi. Kiongoza kanisa la nyumbani, huduma yetu inaibiwa, kanisa limegwa vipande, tunazuiliwa. Bwana asiwe sana. Aiza tumefutia usajili, aiza wenda kuna chochote yani kimetokea ndani ya huduma, ndani ya kanisa, kila mtu kufunga na kuomba. Haleluya. Wakapatana, yeyote asiyesimama kwa kiapo hiki, agano hili, kumtafuta Mungu wetu ili aweze kujibu. Wakafanya patano wao na nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tujenge, lazima tufanye mkutano, lazima tufunge, lazima tuombee wagonjwa, lazima tuhubiri Injili, lazima watu waokolewe, lazima tuvuke kwenda nchi ya nje, lazima tuende YouTube, lazima tuende Facebook. Nani anayekataa? Nani anayezuia huduma yangu? Nani anayezuia uimbaji? Nani anayezuia kipawa changu, karama yangu? Nani anayenifunga? Ni mme, ni mke? Simama, omba mpaka hizo kamba zitaregea. Haleluya. Huyu ni Paulo na Sila, nisikiliza. Wanahubiri Injili, watu wanapona, Injili inaenea, watu wanamgeukia Kristo Yesu. Sasa umati wa watu wakainuka kinyume cha wale watumishi wa Mungu, wakawakamata na kuweka gerezani. Hakuna jambo lingine lililofanya.
mle gerezani wakuomba chakula wala wakubembeleza kwamba jameni wametuonea. Unajua nini? Umeonewa au hujaonewa, la kufanya jipatanishe na nani? Muda ambao unakwenda kuzungumza na hamna, achana navyo, hawata kusaidia chochote. Hao ni wanadamu. Rudi madhabahuni, rudi mbele za nani? Haleluya. Mchungaji Isaac amekamatwa, mchungaji amezuiliwa, mtendakazi ameugua. Wakati ni msaada kwetu, tunapatana jambo moja, tunakwenda kufunga siku 3. Tunaenda kuomba siku 4. Hakuna kula wala kunywa. Kwa wiki tutaomba mara 2. Tutakuwa na maombi ya jioni, tutakuwa na mafungo mchana, tutafanya kina kile. Tunakwenda sasa kuandamana kwa mbele za Mungu, tukimwambia Yesu tusaidie. Paulo akaomba, Sila akaomba, na kanisa likaomba, gereza likafunguka. Katika jina omba, mume wake akaokolewa. Baba akaomba, mtoto wake akapona. Mchungaji akaomba, wagonjwa akapata kufunguliwa. Sasa jambo hili ni zito, ni mlima hautoki. Yesu akamwambia mitume na wanafunzi, haitoki hii pasipo kufunga na yani hiyo ndio mbinu nyingine, kwamba jambo hili limekuwa sugu, limekomaa muda mrefu. Katika jambo hili haitoki, sio kawaida, ni kwa kufunga na kufanya nini? Tunaweza tangaza maandamano ya kufunga, tunaingia madhabahuni, tunayo maombi yetu 3 wenda, au hata ni maombi moja au mawili, yani kipaumbele Bwana Yesu Mungu wetu. Tunakuja hapa tunaomba kwa ajili ya Lazaro wetu, tunaomba kwa ajili ya madhabahu yetu, tunaomba kwa ajili ya kundi letu, tunaomba kwa ajili ya mtaa kijiji fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama operator wa maombi akitupeleka muda fulani, anaturudisha pale tena. Tukienda kwa mingine kwa Bwana, tunarudi tena. Kilichotufanya tuje mahali hapa Mungu, pamoja na kwamba tumeombea watoto, tumeombea ndoa, lakini Mungu tunamwombea mtumishi wetu. Lakini Baba, tunaomba kwa ajili ya mipaka iliyofungwa, kwamba watu wetu wasije mahali hapa. Tunaomba kwa ajili ya ziara ya tunapoelekea semina. Tunaandamana, tunaomba sasa. Ombi letu la kufunga siku 3. Tumekusudia kufanya mkutano pamoja na askofu wetu. Tunaomba msaada wako, tunaomba uweza wako. Tukienda mbele kidogo, bali tunasema Baba, kilichotuleta. Makofi kwa Yesu. Jina la Yesu. Wakapatana jambo moja katika Waisraeli wale, kwamba yeyote asiyeomba, asiyeingia kwenye agano hili, yeyote asiyemtafuta Bwana Mungu wa Israeli atauawa, ikiwa mdogo au mkubwa, kwamba ni mwanamume au ni mwanamke. Wakafanya patano na Mungu. Mungu ana mara nyingi anatazama ile patano. Mstari wa 14, wakamwapia Bwana kwa sauti kuu. Wakamwambia au wakamwapia, yote yanafanana. Bwana asifiwe sana. Baba, hatutoki hapa, tunaomba majibu yetu. Haleluya. Huyu mgonjwa yuko mbele yetu, mtumishi yuko gerezani, huduma yetu imefungwa, kiwanja chetu kina matatizo, shamba langu lina mazala, ndoa yangu, mwanangu yuko gerezani, yuko kwenye malazi, mimi mama wa familia, mimi baba wa familia, sitakula wala kunywa. Mungu, naomba majibu haya, ninaandamana. Anashinda naomba, hata kiumbe vitu inasema Baba, huko nimeenda mbali na habari ya mtoto wangu, mchumba wangu aliyepotea, unamtaja jina, unaomba tena. Yani vitu vingine mpendwa, ni kwa vile hatujafanya patano na nani? Fanya patano na Mungu. Mwite mwenzako wa pili, wa tatu. Anasema wawili au watatu utakapokuwa, nami nitakuwa katikati yao. Mama baba naomba ungane na mimi na maombi yatoka asubuhi hadi jioni. Na kwenda kusema na Mungu, funga kwa ajili yangu. Nao nasema Baba Mungu, nimeacha kula na kunywa kwa ajili ya maisha ya mama huyu. Tumeacha kula na kunywa kwa ajili ya majibu ya mtoto wake ambaye yuko Dar es Salaam. Unamwambia Mungu, mimi wala mwana mtoto sio wako, sina uhusiano na yeye, sio damu yangu, lakini kwa sababu uchungu tulionao, Baba tunakuomba Mungu, ingilia kati. Mungu anachokueleza hivi, anasema hivi, wala sitaacha wala sitawapungukia. Anasema hivi, hilo jaribu litatokeza mlango mwingine.
Hakuna jambo lolote ambalo linaweza kushinda naye, ila hatuna maarifa, na ile maarifa ambayo tumepewa wakati mwingine tumekuwa tuyatendee kazi. Shika mkono mwenzako, muulize una changamoto gani, usaidiane. Bwana, tarehe hizo 13 na 14, haleluya, tutahitaji mtu atupe changamoto yake ambaye anajua hii ni nzito na ni ngumu, tutaibeba kwa jina la Yesu. Bwana sio sana. Kanisa likomba chakula tena, au kuomba tunataka maua, tunataka petroli ya wasipana. Walikuwa naongelea kitu kimoja, mtumishi wa Mungu, watumishi wa Mungu. Mungu alijibu akujibu. Sasa na wewe tunakushikilia. Tunasema Baba, katika jina la Yesu, mpendwa mtenda kazi, nenda mbele za Bwana, mwambie Baba, tunaomba kwa ajili ya Kabla Ishoke na Tamurezu na Baba Ndekure. Tumwambie Baba, watu hao wanahitaji msaada, mtoto wake Kabla Ishoke. Sasa mbuzi wake amepotea. Nenda mbele za Bwana, mwambie Bwana, hiyo mbuzi Baba, hiyo mbuzi au ng'ombe wake Baba, tunaomba. Wewe amepiga magoti, huyu ametembea, anatuma malaika, nenda mkangalie. Kanisa limeandamana, wameacha kula wala kunywa, hakuna cha familia zao wala biashara, wameapa kumtafuta Bwana Mungu wao mpaka patikane. Asiyeomba kwa ajili ya Tamurezu, asiyeomba kwa sababu mzee Kipara, wakasema auawe. Sasa siku hiyo tunabeba ombi lako, tunasema tunaomba kwa ajili ya mzee Kipara. Huko wapi Yesu? Kipara naomba na sisi tunaomba. Bwana asifiwe sana. Amen. Na mke wake na Kipara yumo. Eti na naomba, una mtoto wake na Kipara wa? Piga kelele, sema tupo ya Bwana wangu. Maskani ni nafasi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Maskani ni makao ya Mungu mpaka nitakapopata uwepo wa Mungu. Haleluya. Huyu sasa ni maandamano ya namna hii. Sitanyamaza. Anasema sitakubali kope za macho yangu zipate usingizi. Hapo ina maana hakuna cha kulala. Tumezoea kulala, tumesinzia nyumbani. Sasa usingizi baiba. Siku hii hatusinzii. Na unamwambia Bwana, tumeacha maduka, tumeacha mashamba yetu, nimeacha mke wangu. Unazungumza maneno kwa sababu ya fulani, kwa sababu ya changamoto hii, kwa sababu ya huduma yako, kwa sababu ya madhabahu yako. Kwa nini Mungu nionewe? Kwa nini Mungu nipoteze? Kwa nini Mungu nifuatiliwe? Nalalamika, niko mbele zako. Mungu ingilia kati. Nani anayetesa mwanangu? Nani anayetesa familia yangu? Kwa nini malaza nipate? Bwana, naomba msaada. Niko mbele zako. Maombi yangu nimesogeza kwenye madhabahu. Siko peke yangu. Sikuacha Baba, sikubali kusinzia. Leo ni siku ya pili. Leo ni mkesha. Nimeacha kitanda. Niko kwenye sakafu. Baba, natembea magoti. Uko wapi Mungu nione? Nguo zangu zimechafuka. Mwili wote umechoka. Nasikia nina njaa. Unamwambia Mungu kitu ambacho unakiona, ambacho kipo kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati unaomba, unakumbuka na mtoto mchanga nyumbani miaka 7. Una mtoto mchanga ananyonyesha. Mwambie Mungu, mimi mwenyewe ninanyonyesha mtoto, ananyonya damu yangu. Hakuna maziwa. Sijanywa uji. Nanyonyesha kati nimefunga. Mungu angalia Mungu anaangalia mapito uliyopitia, gharama uliyolipa kuingia kwenye zamana ya kutafuta uso naye. Lakini unasema Mungu nitazame umeshiba. Hiyo ni ya kawaida. Bwana asifiwe sana. Nitazame Bwana, nitatulia tatizo hili, lakini bado umelala kitandani. Unaacha kitanda. Unalalia godoro. Haleluya kanisa. Unapambana na usingizi, anasema hivi, wala sitaacha kope za macho yangu kupata usingizi. Sitasinzia. Leo ni siku ya pili Baba. Leo ni mchana na usiku. Nazungumza na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati kama huo mpendwa, hauna cha kuangalia suruali ikoje, viatu vikoje. Hapana, tunaomba hivi, tunajiviringisha hivyo. Tunapambana, tunatafuta jambo moja au mambo mawili matatu. Bwana tutoe kwenye changamoto tulio nayo. Haleluya. Tutasimama hapa kuomba kwa ajili ya kanisa. Tutamwambia Bwana, tunawe maono haya, tuna lamani hii, tunapanga jambo hili, lakini nazuiliwa. Bwana fungua mlango, Bwana fungua njia. Tunataka jambo hiki, tunataka hii na kile. Tunayo mambo mengi kwa ajili ya huduma yetu na hii takatimia. Haleluya kanisa. Yesu, ingilia kati, tawala madhabahu yako.
Tunaomba uponyaji, tunaomba miujiza, tunaomba ishara. Baba, tunaomba kibali. Wanadamu wanakataa, lakini Mungu sisi turuhusu. Tunaanzia kwako. Milango yote imefungwa, tufungulie njia. Hatuna hela ya kuendesha huduma, hatuna vitendea kazi, hatuna kompyuta, hatuna kinanda, hatuna vitu vya kurekodi, hatuna generator. Tunamwambia Bwana, tunaandamana sasa, tunaomba vitendea kazi. Maana Baba, tunakotaka kwenda, huduma tulioibeba inataka vitendea kazi. Mungu anasikia. Mungu atasikia. Mungu atafanyaje? Atasikia. Baba, tazama tumezulumiwa haki yetu. Mipaka yote imefungwa. Yesu uko wapi? Ingilia kati. Mungu wa Paulo na Sila, Mungu wa Hezekia, Mungu wa Danieli uliyemwokoa nyakati hizo. Baba, simama na sisi. Ni kama tuko kwenye makano ya simba, ni kama tuko baharini, ni kama tuko jangwani. Haleluya, haleluya. Shika mkono mwenzako, muulize unapitia changamoto gani? Ungetamani ni Mungu afanye nini kwenye upande wa kundi lako na kanisa la nyumbani? Kuna dhambi na kuzingira, dhambi imekutesa. Kila unaposema nina mbele za Bwana, ombe rehema, omba toba, na mtulize kufanyaje? Hivi dhambi mimi nizunguka. Hivi nifanyeje kuiacha dhambi? Hiyo ndio siku ya kuomba ukombozi mbele za nani? Wanaonitazama niko salama, wanaonitazama niko sawa, lakini Mungu ananitazama, sistahili mbele zako Mungu. Mimi ni mchafu, mimi ni mwenye dhambi. Mungu nisamehe, nimeacha kula na kunywa kwa sababu ya dhambi hii. Yesu, husika. Hiyo ndoa nikoolewa, nilikooa, mama huyu dada huyo aliyenioa, mama mkwe, shangazi, yani niko alimbaya. Nitakaaje na nyoka hawa? Nitakaaje na simba hawa? Bwana Yesu nisaidie. Mungu aliyesema kwamba tutaishi katika pango la nyoka wala watatuzuru. Husika sasa katika jambo hili, nisaidie kuyavuka magumu. Wameniandama, nimeacha kula chakula siri. Bwana, naomba majibu ya jambo hili. Hatuli wala kunywa. Kuna mtu ananielewa mpaka hapo? Haleluya. Vyakula tunaviacha. Una maziwa, una mboga, una chochote ulicho nacho, unasema nimeacha yote, na utafuta uso wa nani? Wakaapiana kila mtu asiyemtafuta Mungu katika hili kanisa letu haliwezi kumezwa. Mchungaji wetu hawezi kufa, hatuwezi kuzuia jambo hili. Asiyeomba bali itakuwa huyu mtakuwa ni mchao katika. Wakasema kwamba huyu mtu anayekataa kutafuta Mungu katika hili, basi naye uawe. Watu wote wakafanya maamuzi, wakaingia kwenye kiapo hiki kimoja, wakatafuta usamehe na Mungu wao akaonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wao akaonekana. Ni jambo gani tunapitia ambalo tukilalama mbele za Mungu, Mungu anakataa kuonekana? Ni dhambi ipi ambayo tuko nayo aidha Mungu amezuia maombi yetu, ambayo tukipiga goti kumwambia Bwana tusamehe? Nilikuwa naomba toba ya kawaida, nilikuwa nakuja ibadani Alhamisi na pili tena, lakini leo Baba nimeamua kuja kuomba msamaha kwa ajili ya dhambi. Ikiwa nimekosana na mume wangu, nimekosana mke wangu, mimi naomba msamaha. Nimesipatana mtu yule na mchungaji, naomba rehema. Bwana nitengeneze, naomba kibali. Hao watu wamekuwa tatizo mbele yangu. Mungu, nyosha mkono wako. Wamekuwa ni kama bahari ya Shamu. Nyosha mkono wako. Naomba tamko, naomba fimbo, naomba upanga, naomba silaha. Baba, nipe neema, nipe hekima, nipe neno la kusema na watu wa mahakamani. Mungu atakutuma kwa mamlaka nyingine baada ya kutoka kwenye chumba cha mauti. Haleluya. Hiyo ndio nguvu tunaipitia. Vita yetu sio katika upanga wala mikuki. Hatutumii mafuta ya upako. Hapana, ni kwa jina la nani? Si habari za chukua mafuta ya upako, nyunyiza kwenye chumba hicho, nyunyiza kwenye mlango huo, si ukayaoge, kafurishe nguo, ukayanywe, umenilie mtoto. Hapana, ni kwa jina la Yesu. Na yote kabisa yanapita. Tunayashinda. Sema sitaacha kope zangu za macho sinzie, sitakipanda kitanda. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Yani vyote akavizira. Kwa hiyo siku kama hiyo yote tunamweleza Mungu, nimeacha kitanda, nimeacha watoto wangu, nimeacha mume wangu, nimeacha familia, nimeacha na nguruwe nyumbani hazina chakula. Nimetelekeza yote. Mungu, na utafuta uso wako kwa ajili ya jambo fulani. Mungu atatusikia. Kitabu cha Yeremia 29. Yeremia 29. Yeremia 29. Yeremia sura 29 inasoma. Yeremia 29 mstari wa 13. Mstari wa 13.
Yeremia 29 mstari wa 13, wanaokwenda na mimi ninasoma. Anasema, nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Nanyi mtanitafuta na kuniona. Huyu Mungu anayesema nanyi mtanitafuta na kuniona, huwa anatuona yeye, anaona changamoto zetu, anaona maradhi, magonjwa, anaona vita, anaona vizuizi, ila anangoja tumtafute. Heshima ya Mungu ni kumtafuta. Bwana asifiwe sana. Nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu. Mtakaponitafuta, kumbe kuna wakati unamtafuta kwa hali ya kawaida. Hii sasa ni tofauti. Mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Mtakapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu mshike mkono mwenzako, mwambie utakapomtafuta. Tofauti na siku zote. Utakapomtafuta naye ataonekana. Panahitajika bidii, panahitajika maamuzi, panahitajika kuacha vingine vyote, tukalenga shabaha eneo hiyo. Kitabu cha Zaburi 16, Zaburi 16, Zaburi sura ya 16 mstari. Umeshafika Zaburi? Zaburi 16. Barikiwe sana. Mstari wa 8, soma. Nisomee tusikie. Zaburi 10 ngapi tumesema? Mstari wa 8 namesema hivi. Ninamweka Mwenyezi Mungu. Kuna mtu anasoma hapo? Nimemweka Mwenyezi, nimemweka Bwana mbele yangu daima, mbele yako daima, mbele yangu daima. Wakati wa vita, wakati wa raha, mweke Mungu mbele yako daima. Mtegemee Mungu. Bwana asifiwe sana. Nimemweka Bwana mbele yangu daima, kwa kuwa yuko kuumeni kwangu. Sitaondoshwa, sitazuiliwa, sitakatazwa, sitaibiwa, sitanyang'anywa, sitapigwa, sitaharibikiwa. Nimemweka Bwana mbele yangu daima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa muda mbele yako. Usimtegemee Mungu kwa muda mfupi. Usimtegemee Mungu wakati wa ziki tu. Umweke Mungu mbele yako, mtegemee Mungu muda wote, siku zote, usiku na mchana, daima. Wewe ni mtu ambaye unajihuzurisha mbele za Mungu. Wewe ni mtu ambaye unamtegemea Mungu, unamtazama Mungu katika kila jambo dogo na katika kila jambo kubwa, wakati wa amani na wakati ambao sio amani, wakati wa vita na wakati ambao sio wakati wa vita. Jifunze kumtegemea nani? Uwe ni mwombaji, uwe ni mtakatifu, uwe ni mfuatiliaji maelekezo na kanuni za Mungu. Usio unatokea kwamba kwa sababu kuna mazala, kwa sababu kuna vita. Hapana, umweke mbele yako siku zote daima. Na anasema hivi, kwa sababu mimi nimekuwa naye siku zote daima, namtazama yeye daima, hakuna atakaye niondosha. Niko mikononi mwa Mungu. Hakuna atakaye muondoa mke wangu, hakuna atakaye muondoa mtoto wangu, hakuna atakaye usa biashara yangu. Biashara yangu nimeweka mbele za Mungu daima. Naendesha biashara hii kwa mikono ya Mungu. Naendesha biashara hii kwa mpango wa Mungu. Nafanya mambo yangu kwa mpango wa Mungu. Nina mashamba, nina huduma, nina kitengo cha kazi kwenye madhabahu ya Mungu. Ninaendesha madhabahu kama mchungaji au kama kiongozi wa kanisa, kama mwinjilisti. Lakini kazi ya Mungu naifanya. Nimekuwa nikimwambia Mungu, namuhusisha Mungu. Niko na yeye sawa sawa na kanuni na taratibu zake. Hakuna anayeweza kukuondosha, kukuondolea uwezo wa Mungu. Mungu jicho lake, kamera zake, atakaa amekuangalia wewe. Nani ananigusa? Nani anasimama upande huo kumgusa mzuri wangu? Atapigana nao, kwa sababu wewe umejifunza kumweka mbele Mungu. Nenda nami, fanya biashara na mimi, sio kwenye ulimi, hata kwenye matendo. Bwana, nitazamie hii vita yangu, changamoto hii. Bwana, asante, leo nina amani. Asante, leo nimepona. Asante, leo nina baraka. Leo nimefanikiwa. Jifunze kumweka Mungu mbele kwa
Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Watu wanashindwa kumweka Mungu mbele, wanaweka mafuta ya upako mbele. Hawalitaji jina la Yesu, wanataja mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu tunamwabudu katika roho na kweli, tunamweka katika imani, tunamweka kwenye moyo. Wanaacha uokovu, wanatenda dhambi kwa sababu na mafuta ya upako. Bado ni muasi, bado ni mzinzi, mwashirati, ni mchawi, ni vitu vyote anavyo uasi nao, lakini kwa sababu gani? Anatupa la mafuta ya upako. Wewe umtegemei Mungu, bali umeweka mbele chupa ya upako. Sisi ni kwa jina la nani? Mtegemee mwanadamu. Mtegemee nani? Mtazame nani? Jifunze kumweka Mungu ndani ya moyo. Anasema sitalala, sitasinzia, sitapanda kitanda, sitaruhusu kope za macho yangu kulala mpaka nitakapompatia Bwana wangu maskani. Maskani ya Mungu ni kwenye moyo wa mtu. Mungu anakaa kwako. Nimemweka Bwana wangu kwenye moyo wangu. Kwenye moyo wako ndio kunaweka madhabahu. Kwenye moyo wako ndio malaika roho wa Mungu anakaa. Mweke Mungu moyoni. Nimesahau mafuta ya upako. Nimesahau kitambaa ambacho mchungaji alinipa. Vitu hivyo ni vidogo sana. Achana navyo. Bwana asifiwe sana. Mungu ni neno, Mungu ni roho, anakaa ndani ya watu, na watu wamwabudu katika roho na kweli watamuona. Roho wa Mungu, mruhusu Mungu akuokoe, akae ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Akae kwenye moyo, jenga imani, jenga msuri, jenga hekima na maarifa, wekeza kwa Mungu. Yaani wanapokutazama. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kuna sehemu tulikuwa tunapita mtaa fulani, lakini ni mjini. Sasa nikakutana na kichaa niliyekutana naye, nikaona mtumishi mwingine, tunatembea wote. Haleluya. Yaani nilishangaa. Ile kichaa akisema, yaani ni mweu kabisa, ni kichaa. Anasema, hawa ni watumishi wa Mungu hawa. Hawa ndio watumishi wa Mungu, ni watumishi wa Mungu hawa. Kichaa ananifahamuje? Kwa hiyo pepo wachafu, nguvu za giza wanatazama katika ulimwengu wa roho kwamba huyu ni mlokole. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yesu akaenda kwa kichaa mmoja, mweu mmoja aliyekuwa amefungwa siku zote milele, anakaa kwenye makaburi. Alipomfikia ile miungu, wale pepo wachafu, akasema, Bwana wetu, Bwana mkuu, Bwana Yesu, tuna nini nawe? Mbona umetujia kututesa? Yaani hajasema toka, hajakemea. Wameshatazama na kujua kwamba huyu ni Bwana Yesu. Wanalalamika, anasema hivi, tumekukosea nini? Tuna nini na wewe? Tumekaa kwa mtu huyu, tuache. Mbona umekuja wameshachunguza kwamba amekuja kuwaondoa, amekuja kuwatesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nguvu ya Mungu, roho wa Mungu, Mungu mwenyewe anakaa ndani yetu. Mweke Mungu moyoni mwako. Anasema nimemweka Bwana Mungu moyoni mwangu. Anasema pia sitalala, sitasinzia. Sio kwenye kitanda, hapana. Sio kwenye vyakula, hapana. Ni kwenye moyo. Tengeneza maskani, makao ya Mungu ndani yako. Ibilisi, miungu, pepo wachafu, mahangaiko unayopitia yatakuja, lakini utashinda. Pepo wachafu, nguvu za giza watakutazama na kuona huyu sio wa kawaida. Bwana asifiwe sana. Utajipatia kibali mahali ambapo milango imefungwa, lakini kitendo cha kufika milango itafunguka. Gereza litakukimbia. Haleluya. Okoka. Fanya maamuzi, mpe Yesu maisha yako. Badilisha. Fanya maamuzi. Naongea na mtu. Mimi niombe kusema hivi kwamba tunatengenezwa. Nyingine ulianza 0 kaingia 1, unatoka 1 kaingia 2. Piga hatua. Haleluya. Fuatilia ni nini ambacho natakiwa nifanye ili nipate power na uwezo wa Mungu. Mungu akae kwangu, roho Mungu akae kwangu. Miungu, mizimu isinitese tena. Maadui, changamoto hizi zinaponitokea sasa, kwa sababu mimi ni nuru, kwa sababu mimi ni mwanga, wao ni giza. Giza linikimbie. Bwana asifiwe sana. Na yale ambayo yanaweza katokea kwako, yatokea kwa sababu una kitu cha ziada kama nilivyofundisha. Vinakuja, wanatupa mashambulizi, wanatupa mishale, wanatega mitego kwa sababu unacho kitu cha ziada. Haleluya. Akasema, tazama napo mamlaka ya kukanyaga nyoka na nini. Akamwambia Petro akamwambia, usiniite kama ni wewe Yesu, kama ni wewe Bwana wangu, hebu niambie niruhusu nije. Akamwambia njoo. Nikwambia njoo kwa mamlaka hiyo, kwa tamko hiyo. Petro akatembea vyema.
ya maji. Hiyo inakupa picha kwamba tunatakiwa kutembea juu ya mazala yao, juu ya vita yao, juu ya maneno yao, juu ya mishale yao. Wakati wanarusha mishale, sisi tunapita huko kwenye mishale. Haleluya. Yaani usiogope vita. Tunapita humo katikati ya nini? Katikati ya moto. Wakati wanasema mchungaji anammeza, kanisa wanalimaliza, huyu kiongozi, huyu mtendakazi hatoweza, vita inanyanyuka. Humo ndipo unapotakiwa kupita katika. Yaani hiyo ndio majibu ya kwamba katikati ya vita, kiwango cha vita hii ndio kuna majibu ya. Shika mkono wenzako mwambie kumbe wewe ni wa thamani. Vita ulionayo inazidi ya kwangu. Wewe ni wa thamani. Wewe ni ndio maana unafuatiliwa. Huduma yako ni ya thamani. Unazima moto panapokuwa mwingine. Unateka mishale panapokuwa mishale mingine. Unazuia huyu anapokuja mwingine. Unakemea na batilisha panapokuwa kesi nyingine. Yaani pambana, tunapita kwenye vita namna. Sisi ni wa thamani. Haleluya. Haleluya. Nimemweka Bwana Mungu mbele yangu. Anasema mstari wa 8, nimemweka Bwana mbele yangu daima, kwa kuwa yuko kuumeni kwangu, sitaondoshwa. Niko na Bwana. Haleluya. Kanisa lina Mungu, madhabahu ina Mungu, watu hao ni wa Mungu. Umempa nani watoto hao? Ndoa yako umempa nani? Unapokuja mbele za Mungu unamwambia Bwana, mume wangu, watoto wangu, unataja jina, unaeleza, namweka mikononi mwako. Wewe muone, wewe mjue tabia za mwanangu, tabia za familia yangu. Baba, tazama, nimewekeza kwa mwanangu shuleni, nimewekeza karo nyingi, nimewekeza gharama, lakini ni vita, ni mashambulizi. Nimweke wapi? Sina pa kumweka. Watu wanaenda kwa waganga, wanaenda kwa wachawi, wanapiga ramli. Mimi mwanangu namweka mbele zako. Hilo jina la mwanangu fulani. Hii kesi ni ya kwako. Hii biashara ni ya kwangu. Kwenye biashara yenyewe Mungu nimepata zaka hapa. Kwenye biashara yenyewe nimechangia umeme. Kwenye biashara hiyo Baba, hiyo ni ndogo kabisa, Mungu unaiona. Nitajielewa na kukopa. Bwana Yesu, nyosha mkono wako. Baba, nikipigwa ni wewe, nikizulumiwa ni wewe, nikihangaishwa ni wewe, nikibia ni wewe. Baba, tazama na kwenda kwenye biashara, lakini Mungu naanza na wewe. Baba, nenda nami kwenye ziara yangu. Jifunze kuweka mambo yako mbele za nani? Sio mara moja, sio mara mbili. Yaani wewe ni tabia yako, unamweka Bwana Mungu mbele ya biashara yako. Mungu nitangulie. Naenda sokoni, naenda kwenye ziara, ninapopanda gari, napokwenda sokoni, lakini sokoni kuna watu na matunguli, wametoka kwa waganga. Mimi sina kitu Baba, nakutazama wewe. Nimelala. Haleluya. Haleluya. Ninaanza ziara, naondoka. Hata pengine mpenda nikufundishe jambo hili. Yaani omba mapema, hata kama hujawa na mipango ya safari. Unamwambia Baba, niepushe na ajali, wala hujawa na safari. Usio kasema sina ajali kwa sana, nakaa huku Kilimaewa. Bwana asifiwe. Nakaa huku wala hakuna cha usafiri hapa. Ipo siku nitatoka nje. Omba mapema, simama, batilisha ajali. Tegua mitego hata kama unaona hakuna mtego wote ule. Nimemweka Bwana Mungu wangu mbele yangu. Mimi Mungu nijibu nini? Kwenye kesi, nizungumze nini mbele ya umati watu? Nizungumze nini kwenye kamati? Niseme nini kwenye kanda hii? Mimi sina usemi. Watu wamenizunguka. Baba, tazama, ninarudi tena tarehe fulani. Wameniita tena kwenye kikao cha familia, lakini Roho Mtakatifu, maisha yangu ni wewe. Sina cha kujibu. Lakini hapa niko simama, siachi ibada. Niko simama, siachi neno lako. Niko simama, siachi huduma yako. Naendelea kusimama, na ihubiri kweli, nitatetea kweli. Kama Baba isiyo kazi yako Mungu, basi niruhusu nimalize. Ikiwa ni kazi yako, tafia kazi yako. Mimi ni Paulo, mimi ni Yohana aliyekata kichwa. Niko tayari nitupe kwenye tanuru la moto. Unasimama hivyo. Lakini Mungu, nitakufia wewe. Niko lazi kama wanangu wanakufa, mke wangu anakufa, basi. Bwana asifiwe sana. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa.
Lakini wanapotupa mashambulizi ya Rukakitembe, mwanangu anamuua, mke wangu anammeza. Sasa hapa wamesema kwamba endapo kama nikiendelea kwenye vita hii wananimaliza, kanisa linamalizika. Niliwahi kuwa namwambia mgonjwa hapa, pepo wachafu anasemaje? Kama utomwachia kanisa tunalimeza. Kama utomwachia sasa, kanisa tunaliteka. Na mimi nasema watu sio kwangu, ni wanani? Kwa jina la Yesu Kristo. Bwana aliyewaita asimame mwenyewe. Bwana sio sana. Haleluya kanisa. Nami nasimama kwa jina la Yesu. Achia watu hao. Upande huu mkono wa kulia unapigana na ibilisi, anachia watu wa Mungu. Upande wa pili kushoto unapigana na ibilisi mwenyewe. Hatoweza. Watu ni wanani? Kinachotakiwa pale ni kusimama kwa jasiri. Usiyasikilize maneno ya adui. Hayo maneno ya adui mazuri, yanakusaidia kupanda daraja jingine. Lakini usio kayanasa ukayasikiliza yakakurudisha nyuma. Yasikilize kwa lengo na dhumuni la kupanda kwenda mbele. Katika jina la Yesu. Mungu ni wa ajabu, anaweza kuwatumia wale wenyewe maadui, akawapunja punja, akawaviringisha, wakaanza kukutangaza. Ndio wasimama kutangaza. Hebu tamka, sema kwa jina la Yesu. Hao maadui walio kinyume cha madhabahu hii, kwa jina la Yesu tunawageuza, tunawabadilisha fikira zao, mawazo yao. Kwa jina la Yesu tunawateka, tunawanyang'anya uwezo, tunanyang'anya silaha. Kwa jina la Yesu tunawaleta wamtumikie Mungu. Tamka, sema chia. Ondoa shaka hapo. Katika jina la Yesu. Haleluya. 13 kuna watumishi wa Mungu hapa. Haleluya. Tamka, sema tayari. Itakuwa namna hiyo. Maono yako yalikuwa ni yapi? Shabaha yako ya kwanza ilikuwa ni ipi? Ndoto zako zilikuwa ni zipi? Bwana Yesu asifiwe sana. Pigie Yesu makofi. Malizia na jambo hili, nisikilize vizuri. Haleluya. Nina silaha, nataka nikupe nyingine. Nikupe nisikupe? Na mimi wapendwa, tunapita changamoto nyingi sana, ambayo ni ya familia, ni ya maisha, ni biashara, hata wakati mwingine hata ndoa. Haleluya. Wakati mwingine hata kikanisa. Tunayo vita nyingi sana. Mungu atusaidie. Njia nyingine, unisikilize vizuri. Usikubali kuruhusu woga. Usikubali kuruhusu woga. Kama umesimama kwenye njia ya Mungu, mwache Mungu apigane vita mwenyewe. Haleluya. Mwache Mungu apigane vita mwenyewe. Kumbuka huku umeshajiungamanisha na nani? Kumbuka huku ni mwombaji. Kumbuka huku umemweka Mungu mbele katika kila jambo. Kuruhusu woga. Petro alipomwambia Yesu, naomba niruhusu nije, akaja. Ukishaanza kutembea kwenye mafanikio, ukishaanza kukaribia kuvuna, umeanza mavuno, daraja zuri, hatua ya kwenda kuvuka, panakuja upepo. Zimarije. Yaani hiyo ndivyo ilivyo. Ni kanuni, taratibu. Pale Petro akawa na woga na mashaka. Usiruhusu woga wala mashaka. Ulikosimama ni kwenyewe, ni tamko la Mungu, agizo ni la Mungu, uliko kwenye njia ya Mungu, kasonge mbele. Wewe na kiapo mbele za Mungu, lolote lile litakavyokuwa. Ila namuomba Mungu, kama ningepata watenda kazi viongozi walio kama mimi. Niliwaambia wiki iliyopita kwamba kuna vita inakuja mbele yangu. Vita wala inihusu mimi, inalenga kanisa. Nipone. Kama niko tayari kupigana vita na wewe. Kabisa wewe. Wewe unavyokuona kabisa wewe. Kwa hiyo nikwambie vita itakavyokuwa. Nikwambie. Ngoja niende kuandaa kwanza. Kitabu cha Nehemia. Nehemia. Usiruhusu woga. Sasa wakati kama huo, haleluya, unaweza kuwa na ndugu watatu. Unaweza kuwa na watenda kazi 4 5. Katika hao sasa, Ibilisi anajitafutia watu wenye woga. Hao ndio anaowatumia, wanakuja na kuambia hivi, tuafa,
Tumeishiria, unatusaidiaje? Mimi nikwambia unyamaze, nimekuambia uache. Kuna kitu kinapigwa, kuna kitu kinadhulumiwa, kuna daraja tunarudishwa nyuma. Watu ambao wameshakufa wana kiapo kwamba yani mimi nishakufa zamani, nilishafanya maamuzi mbaya, niko lazima kupotea au kupoteza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wataka watu wanaopigana vita mpaka kachubuka, wanaopigana vita katikati ya kulaumiwa, wanaopigana vita katikati ya yani kwamba hapa sasa hata maisha yake yamepoteza. Na mtaka mtu anayepigana vita kiasi cha kwamba tunaelekea pia kwenye kesi. Haleluya. Na wataka watu ambao wanaweza kupigana vita, yani defender ikaja ukawaingize ndani, funga weka humo. Yule aliyechomoka akakimbia tena na sisi tunasonga mbele, tunapelekwa. Haleluya. Wako wapi mali hapa na wahitaji? Wana kesi na mimi kabisa. Nauliza wewe utaacha viazi vyako? Watakupeleka mahakamani? Bora kama ungekuwa kama huyo akanyamaza. Unaweza uwezi? Hebu wanaweza tusimame tuone. Tusimame niwaone tu. Makofi kwa Yesu na vigeregere. 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 Begani. Komando wa Yesu anasikia begani. Komando wa Yesu hawaogopi vitisho. Komando wa Yesu hawaogopi chochote. Komando wa Yesu anasikia begani. Komando begani. Moyoni. Komando wa Yesu. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwamba huduma yetu, haleluya, ni ya thamani sana. Labda nimalize na kitu hiki. Ni ya thamani sana. Na Mungu ambacho ameweka kwetu ni kina uwezo mkubwa na nguvu kubwa. Haleluya. Sasa unatakiwa ujue na kutambua jambo hili. Hatutaweza kuvuka kufikia ndoto zetu kama hakuna adui anayepigana na sisi. Haleluya. Kwa hiyo lazima adui ainuke. Sio adui moja tena, mashambulizi yatatokea. Tetemeko litatokea. Lakini katikati ya tetemeko na dhoruba lazima tupite humo katikati. Tunakwenda kuhubiri Injili. Haleluya. Vita nilionayo inaweza kanipelekea kuwa na kesi. Mashambulizi nilionayo inaweza kanipelekea hata mengine ambaye naogopa hata kukwambia ukaogopa. Nikujenge kwanza. Haleluya. Mbele tunakokwenda nitapigana na watu wakubwa. Sio hao wanaowazoea. Nitapigana na watu wakubwa.
lakini nitakuwa nimemweka mbele Mungu wangu. Katika vita hiyo uende ikao ukatetemeka, ukashuka, ukadondoka chini, nitakufuata baada. Lakini uende ikawa wewe ni shujaa, tukapigana vita nikamaliza na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaweka hayo moyoni mwako. Yesu akamwambia mitume, akamwambia wanafunzi wake, akasema kesheni mkiomba msije mkaingia majaribuni. Akasema saa yaja ambapo mtakuwa pamoja nami nitakamatwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamwambia kesheni mkiomba msiingie majaribuni. Wanafunzi wana kujua naongea nini. Wakaomba mambo ya kawaida. Yeye akawaamsha tena akisema, jamani, mmeshindwa kuomba hata saa moja. Yeye ana mzigo, anarudi tena kuomba. Kuna kitu anakuwa naona. Kuna mara anakwenda. Kuna vita alionayo. Alikuwa anatazama. Ila anawahurumia watu hawa. Mbona waombe watenda kazi? Mbona waelewi? Naeleza nini, nafundisha nini? Akajaribu kuambia kwa ufupi, kimafumbo, bado aliendelea kuwa legevu. Nina vita iko mbele kubwa sana. Sipigana na watu wa kawaida kulingana na baraka nilizonazo na huduma niliyoibeba ni ya samani mbele za Mungu. Tapigana wafalme wa anga wakubwa. Bwana asifiwe sana. Tapigana wachawi wakubwa. Watainua watu maajenti wakubwa. Watainua wanadamu ambao unaona kwamba huyu kwa nini ajitokeze? Ambaye pia nimevaa sura, ambaye sura unafikiri sio yeye au topiga na mimi, lakini huyo ndani yake atakuwa amevalisha sura nyingine. Lakini sitaogopa, nitaifanya kazi ya nani? Kazi ya Mungu. Maadamu nimesimama kwenye mwongozo wa nani? Wewe mwenye woga utaweza kupata haki yako. Kitabu cha Nehemia. Mchungaji yeyote yule, mtumishi yote anayesimama na kweli, aliyetiwa mafuta kuifanya kazi ya Mungu, aliyetumwa kwenye kitu cha thamani, aliyewekwa dhamana kwamba aende kuomba watu wengine, aliyekula kiapo akajitoa dhamana, nisemeje, si labda niseme akajitoa dhabihu yeye mwenyewe kwamba nakwenda kupigana kwa ajili ya kuokoa roho za watu wengine, akabeba kitu cha thamani na Mungu akaweka kitu cha ziada ndani yako. Bila shaka pigana vita upate amani, ule unywe. Wakati wa vita lazima uje kwako. Kama una kitu cha ziada kuliko wengine, una utume ambao umeweka ndani ya moyo wako, una huduma ulionayo ambayo kupitia huduma watu watamjua Mungu, watu watakombolewa, watu wataokolewa, watu watamjua Mungu kwa kiwango kingine. Watu walio wengine watakuwa kinyume na wewe. Kama una kitu cha ziada, jambo la kufanya wakati kama huo si wakati wa uoga. Bwana asiwe sana. Kanisa halitakiwi kuwa lenye uoga. Viongozi wa tena kazi, mitume, hamtakiwi kuwa uoga. Bwana Yesu asiwe sana. Yesu wakati anahubiri Injili alikuwa na mitume kaza wa kaza, lakini akawapita akawachagua. Akachagua mitume wangapi kwenye wanafunzi? 12. Akasema wewe, huyo anawachukua. Wengine akawaacha. Bwana Yesu asiwe sana. Haleluya. Sasa hebu jipime kiwango chako mpendwa. Wakati anachagua miongoni mwa hao, kama ingekuwa ni wewe, ni jasiri? Wewe ni jasiri au ni mwoga? Jipime wewe mwenyewe. Anaanza kuchagua, mimi anaweza kanichukua Mungu? Yesu anaangenichagua mimi kwamba hao ndio mitume na watumwa waende vitani. Akasema pia, tazama na watuma kwa watu kama nyoka. Na watuma ulimwenguni. Mnakwenda kutana na watu walio kama simba. Hao bado wewe ni mwoga. Kwa hiyo wale aliwatuma akiwa anajua watu wana kitu cha ziada. Jipime mapema. Mkiki vita inaweza ikatokea. Wewe uko kwenye upande upi? Kwa wale 12 au wewe ni mwanafunzi wa 16? Jike mkono mwenzako muulize, uko kwenye wale 12 au 16? Yuko kwenye 10 Unasikia vita inapiganwa, watu wananyosha ulimi, wanazungumza. Sasa mchungaji huyu si aache, yeye kanisa lake limeharibika kwa sababu anaizungumza kweli, anahubiri Injili, watamfunga, watammeza, watammaliza. Kuna watu wanaoitwa namna hiyo, kuna huduma ya namna hiyo ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana kitu cha ziada, una utume, nitakuja kufundisha baadaye huko mbeleni. Yaani hawezi kusinzia,
hawezi kulala katikati ya matatizo, anapenyeza, anafanya kazi ya Mungu. Anaweza akabaki peke yake, lakini bado anabaki kumtangaza Yesu. Anaitetea haki za watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu mmoja, haleluya, amenitumia SMS akasema, mchungaji, natamani kuokoka. Nilitaka niokoke, tuliongea naye juzi kwenye mtandao, anazungumza na mimi kama kusema sasa nataka nije, lakini hivyo mwambia mume wangu nije. Mume wangu amenikatalia kwamba yeye anatakiwa akae na mimi na mapodozi na kila kitu vyote viwepo. Kwa hiyo nikiviondoa hivi mapodozi hivi ananiacha. Kwa hiyo mchungaji, nifanyeje? Yaani nipo navaa na wapo madhabahuni nakutana SMS. Kwa hiyo mchungaji, nifanyeje? Sasa nimo najiuliza nije kanisani au nisije leo? Kaona nikimjibu anaweza asije nyamazi. Nipime nione kama atakuja. Mshike mkono wenzako kumuuliza kama ungekuwa ni wewe unafanyaje? Na kuuliza unafanyaje? Wakikupiga. Kweli? Wewe ni shujaa, mpigie Yesu makofi. Sura ya 4 Nehemia mstari wa kwanza ninasoma na kuendelea. Lakini ikawa Sambalati. Haleluya. Ninasoma nifuatilie, sawa? Na kukufundisha usiomo. Lakini ikawa Sambalati aliposikia ya kwamba tulikuwa tukijenga ukuta, akaghadhabika, akaingiwa na uchungu sana, akawaziaki Wayahudi. Huyu Sambalati, masambalati namna hii tunayo mpaka sasa. Wakiona tuna maendeleo, wakiona tuna maono, Ibilisi anainuka kupitia kwa kina Sambalati. Waliposikia tunajenga ukuta, wakainuka wao kina Sambalati. Waliposikia tuna kitu fulani tumewekeza, wakainuka, wataendelea kuinuka. Kwa sababu gani? Mnajenga huku. Mstari wa 2, akanena mbele ya nduguze na mbele ya jeshi la Samaria. Mbele ya jeshi la Samaria akisema, Wayahudi hawa wanyonge wanafanyaje? Wanakudharau, ni mnyonge. Inakueje kanisa hilo? Inakueje mchungaji huyo ana kitu cha ziada? Inakueje wamejenga? Inakueje wako YouTube? Inakueje wako Facebook? Inakueje wamehubiri Injili? Inakueje na huko wamekuitako? Inakueje anaambia mgonjwa anapona? Watainuka taka usta. Inakueje? Amepeleka watu wetu, amehubiri kwenye mtaa wetu, kwenye kijiji chetu. Hebu piga kelele, sema tunakwenda pote. Hatuna mipaka. Haleluya. Waliposikia wanajenga, sikiza, akasema Wayahudi hawa wanyonge wanafanyaje? Kwa nini wafanye? Maana je, watajifanyizia boma? Watatoa zabihu? Bwana asifiwe. Je, watawapata watu wataokolewa? Kwa hiyo watawajua, kwa hiyo atajulikana ulimwenguni kote. Kwa hiyo watu wanapona pale, kwa hiyo watu ushindi wanaenda pale. Hebu wote tamka, sema toka. Anasema je, watajenga boma? Ina maana watajenga fence. Anasema watajenga boma, watatoa zabihu au watamaliza katika siku moja. Je, watayafufua mawe katika chungu hizi za kifusi? Anasema nayo yameteketezwa kwa moto. Mstari wa 3, basi Tobi Mwamoni alikuwa karibu naye. Akasema, hata hiki wanachokijenga angepanda mbweha angebomoa ukuta wao wa mawe. Wanajaribu kudharau kazi, kutuchafua, kutuziaki. Mstari wa 4, sikia Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 4 unasema, sikia Mungu wetu, maana tunadharauliwa, ukawarudishie mashutumu yao juu ya vichwa vyao, ukawatoe watekwe katika nchi ya Wamisri. Haya ni maombi ya watumishi wa nani? Anasema tazama, tunadharauliwa, ukawatoe na
hatuwezi kuyafufua mawe. Kufufua mawe na maanisha watu waliookoka, watu waliokufa zamani, walio na vifungo vya giza. Bwana asifiwe sana. Basi anasema Bwana, watu watajenga siku moja, na hao pia upande wa pili wanakwenda kuomba, warudishie shutumu zao, warudishie uchafu wao. Bwana asifiwe. Uovu wao, wala isifutwe dhambi yao mbele zako, kwa maana wamekukasirisha mbele ya hao wa ujengao. Mstari wa 6, basi tukaujenga ukuta, nao ukuta wao wote ukaungamanishwa kiasi cha nusu ya kimo chake, maana watu walikuwa na moyo wa kufanya kazi. Mstari wa 7, lakini ikawa Sambalati na Tobia na Waarabu na Waamoni na Wasidoni waliposikia ya kuwa kazi ya kuzitengeneza kuta za Yerusalemu inaendelea, na ya kuwa mahali palipobomoka panaanza kuzibwa, basi wakaghadhibika mno. Mstari wa ngapi? Mstari wa 8, wakafanya shauri wote pamoja kuja kupigana na Yerusalemu na kufanya machafuko umo, bali sisi tulimwomba dua Mungu wetu, tena tukaweka walinzi mchana na usiku kwa sababu yao, ili kuwapiga. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi hatuweki walinzi wanadamu. Kwa sauti sema, hawatatuweza. Makofi kwa Yesu. Walikuwa na kitu cha ziada, ndipo Ibilisi, ndipo adui akainuka, wakaanza kuwashambulia. Wanakwenda kujenga makanisa, anakwenda kuhubiri hata na ulimwenguni kote, wanakwenda sasa kuwaponya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ndio anayesikika. Haleluya. Kwa sababu ya maendeleo ulionayo, hatua ulionayo, kwa sababu ni mtu wa samani, lazima shambulizi yake pale. Cha kufanya, epuka kitu kinachoitwa uoga. Eneo hilo sasa ujitambue na kuja kuwa muumini wa samani, unatakiwa usonge mbele. Aliyeanzisha kazi hiyo atamaliza yeye. Una nini unachopitia? Una changamoto gani unayopitia? Una vita gani unayopitia? Mweke Mungu wako mbele. Yesu makofi. Katika jina la Yesu, nina rafiki, ninao ndugu, ni msaada, na una baba na mama na mume na mke, una mtaji, una mradi ninao, ni msaada, ni vitenda kazi ya kupigana vita. Ni sahihi, ni kweli. Lakini kitu cha kwanza nacho cha kuweka mbele, mweke Mungu mbele kabla ya pesa. Mweke Mungu mbele kabla ya bwana wako. Mweke Mungu mbele kabla ya kanisa, watu wanaotazama mbele. Mweke Mungu mbele kabla ya vyombo vya dola. Mweke Mungu mbele kabla ya sheria. Mweke Mungu mbele. Alafu sheria na kanuni, taratibu za kiulimwengu zije baadaye. Pesa yako ije baadaye. Marafiki waje baadaye. Mweke Mungu mbele kwanza. Waisraeli wakamweka Mungu mbele, wakamuomba Mungu, Mungu akamtuma Musa. Mweke Mungu mbele kwanza, Mungu atume malaika aje kuondoa gerezani. Mungu atume watu wa kupigania. Mweke Mungu mbele, asimame sasa aondoe giza mbele yako. Kwanza Mungu, mengine aje baadaye. Unaweza kuongea na kundi, ni sawa. Unaweza kupata marafiki, unaweza kupata wadhamini, ni sawa. Pesa unayo, ni sawa, lakini mweke Mungu mbele kwa. Zungumza na Mungu, mwambie pesa ninazo lakini asaidie. Vyombo ninavyo, watu ninao, lakini Mungu, mimi nakutazama wewe, simame na mimi nipigane vita hii. Mweke Mungu mbele kwa.
Baada ya maombi, baada ya kumsogelea Mungu, baada ya kumshusha Mungu, ndipo waambie watu sasa tutapita njia hii, tutafanya hiki, twende kujenga. Mmemtanguliza Mungu kwa ukuta unapanda, mkiwa umemwambia Mungu tuko tunajenga, tunataka tujenge. Makofi kwa Yesu. Mungu akinipa neema tutakutana tena. Nitakufundisha na kuonesha madhara ya uoga. Nimekomea hapo. Kufundisha na kuonesha madhara ya uoga unapokuwa vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu wote tamka, sema uoga. Piga kelele, sema uoga. Woga ni sio sehemu ya Mungu. Kwanza nimalize kwa kusema hivi, Mungu anapotutuma kazini, ukiona panakuja roho ya uoga, haitokani na Mungu, bali ile roho ya uoga inakuwa imetumwa, ni shambulizi, ni mishare, ni cheche za shetani, ni roho inaitwa roho ya uoga. Lakini roho ya uoga haitokani na nani?